Ndugu zangu Waislamu, hii ni halaka ya pili katika zile halakati tatu nilowaahidi kuhusu kuzungumzia masala ya tahrifu al-Qur'an. Katika halaka ya kwanza tulielezea kwamba maudhui ya tahrifu al-Qur'an ni katika maudhuat ya ulumi al-Qur'an, na tukaonesha kwa haraka na kubatilisha urongo ulozungumzwa kwamba mashia hawana ulumi al-Qur'an. Kisha tukazungumzia maana ya tahrif katika lugha na katika istilahi. Kisha tukazungumzia zigawanyo za tahrif ambazo kwamba zilikuwa takriban ni 7. Kisha tukazungumzia dalili za kutoka kwenye Qur'ani na kutoka kwenye sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam na sunna ya ahli albayt alayhimus salam inayokataa masala ya tahrifi al-Qur'an. Baada ya kumaliza halaka ya kwanza ambayo tuliyamkuwa ni utangulizi au ni maingilio, ni madkhal, tunena katika halaka ya pili ambayo ndio hii tuko nayo, tutazungumzia ushia na tahrifu al-Qur'an, na halaka ya tatu tutazungumzia ahlus sunna wa tahrifu al-Qur'an. Halaka ambayo tuko nayo leo ni halaka ya pili ya ushia na tahrifu al-Qur'an. Vipi mashia wana mtazamo gani na imani gani kuhusu hii Qur'ani tulionayo? Je, ni hini ama ni Qur'ani ni nyingine? Na ikiwa ni hini, je, ni yote kwa ukamilifu ama imepunguzwa au imeongezwa? Haya ndio mazungumzo ya halaka hii pamoja na mashia. Kisha masuala haya tutayasikiza katika halaka ya tatu pamoja na masunni. Kuhusu mashia na tahrifu al-Qur'an, kwanza nitapenda kuzungumza msimamo wa wanazuoni wa kishia kuhusu tahrif. Kisha tutazijadili kwa ufupi na kulingana na wakati hadithi na riwayat zilopokewa katika zitabu za kishia zinaofahamisha tahrifi al-Qur'an. Kisha tutazungumza masala ya ghulat, pote la ghulati katika mashia, na masala ya pote la ikhbariyin kama tutakavyokueleza mbele. Kisha tutazungumzia masala ya al-Jazairi na al-Muhaddith an-Nur at-Tabrasi pamoja na masala ya kitabu chake kiamkuliwacho Faslu al-Khitabi. Kisha tutazungumzia masala ya msahafu wa al-Imam Ali na msahafu wa Sayyidatina Fatima alayha salam. Kulingana na wakati namna utakavyokutukundukia, haya ndiyo tutakao kuyazungumza. Bila ya kuchelewesha, nikianza na nukta ya kwanza. Wanazuoni wa kishia wazungumza nini? Kabla ya kueleza wanazuoni wa kishia wazungumza nini, napenda kutanabahisha kwamba mara nyingi sisi mashia pamoja na wanazuoni wetu tuambiwa kwamba hatuamini Qur'ani ni hili, na katika kutolewa dalili huenda kukakusanywa maina. Hata wengine wamenena kwamba kuna wanazuoni 40 wa kishia wamezothibitisha kwamba Qur'ani siyo hii au Qur'ani imepotolewa. Sasa yote tunataka tuwasikize viongozi wenyewe kunena hiye wa kishia, kisha nitashiria mwisho katika mazungumzo haya kuhusu wale wanaodaiwa wanenao Qur'ani imepotolewa. Nikianza na mwanachuoni wa kwanza
maruf ni Sheikh Saduq. Huyu ni mwanachuoni ambaye kwamba alikuweko karne ya 4, yani mwanachuoni ambaye alikufa katika mwaka wa 381. Katika kitabu chake Al-I'tiqadat peji ya 93 azungumza maneno haya, anena i'tiqaduna, itikadi yetu mashia, anna alqur'ana alladhi anzalahu Allahu ta'ala ala nabiyihi, kwa kuwa hii Qur'ani aloiteremsha Mwenyezi Mungu kwa mtumi wake, huwa ma baina daffatain, ni hii iliyoko baina ya majalada mawili, wa huwa ma fi aidi nnas, na hiyo ndiyo iliyoko katika mikono ya watu, laysa bi akthara min dhalik, hakuna zaidi ya hiyo. Akaendelea kunena, wa man nasaba ilaina, na yoyote atakaye kutunasibishia sisi, anna naqulu innahu aktharu min dhalika, kwamba sisi mashia twanena Qur'ani ni zaidi ya hii iliyoko kwenye mikono ya watu, fahuwa kadhib, hoyo ni mrongo. Haya ni maneno ya Sheikh Saduq ambayo yako wazi katika kitabu chake Al-I'tiqadat kuhusu kukanusha suala la kuikataa Qur'ani hii iliyoko kwenye mikono ya watu kwamba sio inaoaminiwa na mashia. Anena mwenye kutuambia hivyo ni mrongo. Mwanachuoni wa pili ni Sheikh al-Mufid, mwanachuoni wa karni ya 5 au amezoishi karni ya 4 na mwanzo wa karni ya 5. Huyu alinena wazi pia, najaribu kuyafupisha maneno yake katika kitabu chake Awailul Maqalat, na pia katika kitabu chake kiamkuliwacho Ajwibatul Masail Sarawiya. Zitabu zote hizi ziwili alisarihi wazi Sheikh al-Mufid kwamba Qur'ani tunayoiamini sisi haikuzidi wala haikupungua. Watatu katika wanazuoni wa Kishia ni Ash-Shariful Murtada. Ash-Shariful Murtada ni nduye Ash-Sharifur Radhi, ambaye Ash-Sharifur Radhi ndio ule alokusanya Nahjul Balagha. Huyu ni mwanachuoni wa karne ya 5. Huyu alizungumza wazi katika kitabu chake kiulikanacho kwa risala ambayo kwamba ni majibu, kinachoitwa Al-Masailu Tarablusiyat. Katika kitabu chake hiki ameeleza wazi itikadi ya Kishia kwamba Qur'ani ni hini iliyoko. Mwanachuoni wa 4 ni Sheikh Tusi, mwanachuoni wa karne ya 5, 460. Huyu katika tafsiri yake At-Tibyan fi tafsiri al-Quran, katika utangulizi wa tafsiri amebaini wazi masala ya kukataa kwamba mashia waamini Qur'ani imepotolewa. Mwanachuoni wa 6 ni Al-Allama Ibn Tawus, mwanachuoni wa karne ya 6, 548. Huyu pia ametaya wazi, na nitatukua jumla yake iliyoko katika kitabu Sa'd as-Su'ud ukurasa wa 144. Anena inna ra'ya al-imamiyya, rai ya maimamia ya mashia, huwa adamu tahrif, ni kwamba Qur'ani haikukosolewa. Watano ni Sheikh at-Tabrasi, na nikinena Sheikh at-Tabrasi kuna wingi Tabrasi, nitakuja kueleza baadaye. Tabrasi huyu tunaomzungumza hapa ni mwenye kitabu Majma'ul Bayan cha tafsir, mwanachuoni wa karni ya 6. Huyu amesarihi wazi pia kukataa tahrifi katika utangulizi wake wa tafsiri ya Majma'ul Bayan. Mwanachuoni wa 7 ni Al-Allamatul Hulli au Al-Hilli, mwanachuoni wa karni ya 8, 726. Huyu Al-Allama aliulizwa suala, akaambiwa ma yaqulu sayyiduna fi al-kitab al-aziz, hal yasihhu inda ashabina annahu nuqisa minhu shay'un au zida fihi au ghayyira tartibuhu au lam yasih indahum shay'un min dhalika. Aliulizwa anena yeye sayyidi wetu, kusudiwa Al-Allama, kuhusu Qur'ani,
Je, yasihi kwa wanazuoni wetu kwamba Qur'ani imepunguzwa kitu au imeongezwa kitu au imebadilishwa mtungo au halisihi hilo? Akajibu al-Allamatu al-Hulli baada ya kuulizwa suala kama hili, akanena al-haqqu, ukweli, annahu la tabdila, hakuna mabadiliko katika Qur'ani, wala ta'khira wala taqdima fihi, hakuna kutangulizwa wala kurudishwa nyuma, wa annahu lam yuzad wa lam yunqas, na Qur'ani haikuzidishwa chochote wala haikupunguzwa. Wa na'udhu billahi ta'ala, na twailinda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min an yu'taqada mithlu dhalika, kuwe na itikadi kama hiyo, wa amthalu dhalika, na mfano wa hiyo. Jawabu kama hii na suala utaipata katika kitabu chake kiamkuliwacho, kitabu cha al-Allamatu al-Hulli, Ajwibatul Masail al-Mihnawiya, ukurasa 121. Mwanachuoni wa 8 ni al-Muhaqqiq al-Ardabili, karni ya 1993. Huyu katika kitabu Majma'ul Faida, ukurasa 218, naye ameeleza wazi kukataa imani ya kuwa Qur'ani imepotolewa. Mwanachuoni wa 9 ni Al-Faidhul Kashani, 1190, karni ya 11. Huyu Al-Faidhul Kashani katika tafsiri yake As-Safi, na katika kitabu chake Al-Wafi, na katika kitabu chake pia cha 3 Al-Mahajjatul Bayda, azungumza kwamba hakuna tahrifi katika Qur'ani. Nikinukuu kutoka kwenye kitabu cha Tafsiru Safi, mukaddima wa 6, anena fama dalla ala uqu'i at-tahrif, zile hadithi zinaodulisha kwamba Qur'ani imepondolewa, mukhalifun likitabillah, hizo hadithi zagongana na zakhilfiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa mukadhibun lahu, na zakanushana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, fayajibu radduhu, ni lazima tuzikatae hadithi kama hizo, wal hukmu bifasadihi, na tuhukumu kwamba hizo hadithi ni fasid, au ta'wiluhu, au tustafutie tafsiri ambayo kwamba haitotupeka kwenye kuikosoa Qur'an. Haya ni maneno ya Al-Faidhul Kashani. Mwanachuoni wa 10 naye ni Al-Hurrul Amili, mwanachuoni mwenye kitabu kijulikanacho kwa jina la Wasailu Shia, karni ya 11 au miaka 1104. Huyu Al-Hurrul Amili ametunga kitabu hasa kwa lugha ya Kifursi kwa kuthibitisha kwamba Qur'ani haikupotolewa, haikupatikana na tahrif kabisa katika kitabu chake, na akakitunga kwa lugha ya Kifursi ambacho kwamba kitabu kama hiki kiko mpaka leo. Mwanachuoni wa 11 ni Ash-Sheikhul Bahai, mwaka wa 1130. Huyu anena kama maneno yake yaliyoko katika Tafsiru Alai Rahmani, juzu ya 1 ukurasa 26. Anena Ash-Sheikhul Bahai, wasahihu, usawa, innal Qur'ana al-azim, kwamba hii Qur'ani tukufu, mahfudhun min dhalika, imehifadhiwa na huko kupotolewa, ziyadatan kana au nuksanan, kuongezwa au kupunguzwa. Haya ni maneno ya Ash-Sheikhul Bahai. Mwanachuoni wa 12 ni Ash-Sheikhul Ja'far al-Kabir, Kashiful Ghita, mwaka 1228. Huyu ameeleza wazi kukanusha kwake masala ya kupotolewa Qur'ani katika kitabu chake kikubwa kiwamkuliwao Kashful Ghita. Wa 13 ni muyunkuu wa huyu amkuliwao Muhammadul Hussein, Kashiful Ghita, mwaka 1373. Huyu ameeleza wazi pia kukanusha madai ya kupotolewa Qur'ani katika kitabu chake Aslu Shia wa Usuluha. Wa 14 ni Al-Muhaqqiq at-Tabrizi, mwaka 1307. Huyu ameeleza wazi kukanusha madai ya kupunguzwa Qur'ani katika kitabu chake Awthaqul Wasail bi Sharhi Rasail, kitabu cha ilmu al-usul anachosherehe rasail ya Ash-Sheikh al-Ansari
ameyazungumza maneno kama haya ukurasa wa 91. Al-Allama wa 15, Al-Allama Al-Hujjatul Balaghi mwaka 1352. Huyu amekanusha wazi madai ya tahrifi al-Qur'an katika tafsiri yake Alaur Rahman ambayo ameiandika mwenyewe, juzu ya kwanza ukurasa 25. Mwanachuoni wa 16 ni Al-Muhaqqiq Al-Baghdadi As-Sayyid Muhsin Al-A'raji mwaka 1227. Huyo amethibitisha kwamba Qur'ani imehifadhiwa na kupotolewa katika kitabu cha Sharhul Wafiya. Wa 17 ni Qadhi Al-Qudat Al-Muhaqqiq Al-Karaki. Huyu ana kitabu hasa amekitunga kukanusha madai ya kwamba Qur'ani imepotolewa, anaikia mkuu risalatun fi nafyi naqisa. Pia maneno kama haya utayapata katika Sharhul Wafiya. Wa 18 ni As-Sayyid Muhsin Al-Amin mwenye kitabu cha A'yanu Shia mwaka 1371, amebaini wazi katika A'yanu Shia kukanusha madai wanaoambiwa mashia kwamba Qur'ani imepotolewa. Wa 19 ni As-Sayyid Abdul Hussein Sharafuddin mwaka 1381. Huyu amebaini wazi msimamo wa kukanusha madai ya kupotolewa Qur'ani katika kitabu chake Al-Fusulul Muhimma na katika kitabu chake Ajwibatu Masaili Jarillah. Wa 20 Al-Allamatul Amini mwenye kitabu cha Ghadir ameeleza msimamo wake wazi katika juzu ya 3 safha 101. Wa 21 Al-Allamatu Tabatabai mwenye Tafsirul Mizan ana bahthi kamili ndefu ndani ya Tafsirul Mizan ya kukanusha kwamba Qur'ani imepotolewa. Wa 22 ni As-Sayyid Bahrul Ulum katika kitabu chake Fawaidul Usul amekanusha madai ya kwamba Qur'ani imepotolewa yasingiziwa wa mashia. Wa 23 ni Al-Imam Al-Khumaini ambao ameeleza wazi katika kitabu chake cha Usulul Fiqhi Tahdhibul Usul madai ya kusingiziwa mashia kwamba wanena Qur'ani imepotolewa, na akanena Qur'ani haikupotolewa. Wa 24 ni As-Sayyidul Khu'i katika kitabu chake Tafsirul Bayan ameyaeleza wazi pia maneno kama haya. Wa 25 ni Ash-Shaykhul Mudaffar katika kitabu chake Aqaidul Imamia ameeleza wazi itikadi ya mashia imamia kwamba Qur'ani iliyoko ni hini, haikupunguzwa wala haikuongezwa. Hawa 25 na wengine ni wingi, nikitaka kuwapita mbio kama Al-Fadl ibn Shadhan katika kitabu chake Al-Idah, Al-Qadhi Nurullah Tusuturi, Al-Muqaddas Al-Baghdadi, Zainuddin Al-Bayadhi, As-Sayyid Mahdi Al-Tabatabai, As-Sayyid Muhammad Ridha Al-Kulbaygani, Ibn Shahr Ashub, Fathullah Al-Kashani, Hasan Al-Ishtiyani au Al-Ashtayani, الطهراني، الشيخ الناهوندي، الشيخ جعفر النجفي، محمد هادي معرفة، جعفر العاملي، مرتضى العسكري، السيد البروجردي، المجلسي، العلامة التوني، العلامة موسى التبريزي، العلامة الخنساري na wengine wengi ambao kwamba wakati hautukundukii kuwaita wote. Hawa ni wanazuoni ambao kwamba wakishia wa kutoka karni za nyuma mpaka karni hii yetu ya 14 wote wazungumza neno moja kwamba Qur'ani iliyoko ni hini na haikukosolewa wala haikupotolewa. Nikiongezea wata masala ya maneno ya wanazuoni, sasa twende tukaangalie zitabu zilizotungwa na wanazuoni wa kishia. Haya yalikuwa ni maneno ya kutukua kwenye zitabu ambazo pengine hazikukusudiwa kuzungumzwa masala ya tahrif. Kuna zitabu ambazo kwamba kwa haraka haraka nimezikusanya 19 na ziko zaidi ya hizi zimezotungwa mahsus kuhusu kuthibitisha Qur'ani ni hini na kukanusha masala ya kwamba imepunguzwa. Kitabu cha kwanza kimetungwa na Ash-Shaykhul Hurrul Amili kama nilivyoeleza, mwenye Wasailu Shia,
ametunga risala kwa lugha ya Kifursi kukanusha masala ya kupunguzwa Qur'an. Kitabu cha pili ni risala fi nafi naqisa, imetungwa na Sheikh Ali Al-Karaki. Kitabu cha tatu au bahthi, ikiwa ni aula, ni bahthi ya Sayyid Al-Khoi makhsus iliyoko katika Tafsirul Bayan, anaoita Siyanatul Qur'ani min at-Tahrif. Nne ni Al-Allamatu Tabatabai, ana bahthi mustaqil katika Tafsirul Mizan juzu ya 12 kuhusu kuthibitisha kwamba Qur'ani haikupunguzwa. Kitabu cha tano ni risala ya Abdul Hussein Ar-Rushdi Al-Hairi, ana kitabu akiamkua Kashful Ishtibah fi raddi Musa Jarillah. Huyu ana kitabu kamili cha kukanusha madai yaliyotolewa na Musa Jarullah kuwashambulia Mashia. Sita ni Sheikh Abdurrahim At-Tabrizi, huyu ana kitabu akiita Alaur Rahim fi raddi ala at-tahrif. Saba Sayyid Sadruddin As-Sadr, huyu ana risala fi ithbati adami at-tahrif. Nane Al-Ustadh Al-Fadil Al-Lankarani, huyu ana kitabu Madkhal fi at-Tafsir, aeleza masala ya kukanusha tahrifi. Tisia Sayyid Muhammad Hussein Al-Shahrustani, huyu ana kitabu akiita Risalatun fi hifdhi al-kitab al-sharif kuhusu masala ya tahrif. Wa kumi ni Al-Ustadh Muhammad Hadi Ma'rifa, huyu ana kitabu akiamkua Siyanatul Qur'ani min at-tahrif. Wa 11 ni Al-Ustadh As-Sayyid Ali Al-Mailani, huyu ana kitabu akiamkua At-Tahqiq fi nafi at-tahrif. Wa 12 ni As-Sayyid Ja'far Murtada Al-Amili, huyu ana kitabu akiamkua Haqa'iq Hamma hawla al-Qur'an. Wa 13 ni Ayatullah Al-Sheikh Hasan Zada, huyu ana kitabu akiita Fadlul Khitab fi adami tahrifi kitabi Rabbil Arbab, amjibu mwenye kitabu cha Faslul Khitab chake akiamkua Fadlul Khitab. 14 ni As-Sayyid Ahmad Al-Mahdawi, huyu ana kitabu kwa lugha ya Kifursi akiita Afsane Tahrif, ni kitabu ambacho chakanusha masala ya tahrif. 15 ni Al-Ustadh Rasul Jaafariyan, huyu ana kitabu kina maina mawili, ima chamkuliwa Al-Qur'an wa da'awa tahrif au ukdhubatu tahrifi al-Qur'an. Wa 16 ni As-Sayyid Murtada Al-Askari, huyu ana kitabu Al-Qur'an wa riwayatul madrasatain, ameipa bahthi, hakuibakisha la kuizungumza. 17 Sheikh Ali Al-Kaurani, huyu ana kitabu akiamkua Tadwinul Qur'an kuhusu tahrifi al-Qur'an, kuikanusha. Wa 18 ni As-Sayyid Amir Muhammad Al-Qazwaini, huyu ana kitabu akiita Al-Qailuna bit-Tahrif, ni nani wanaonena kweli Qur'ani imepotolewa. 19 ni As-Sayyid Alauddin Al-Qazwaini, huyu ana kitabu akiita Shubhatul Qawli bit-Tahrif, udangamanifu wa maneno ya kukanushwa ya kupotolewa Qur'ani. Hizi ni zitabu au bahthi zimezoandikwa takriban 19 za wanazuoni wa Kishia, zote zaekeza chanda kuhusu Qur'ani haikupotolewa na kuwasafisha Mashia na suala kama hili. Kabla siyaendelea, nataka kueleza baadhi ya mulahadhat kuhusu haya niliyoyazungumza. Pengine kama tunavyosikia kwenye mihadhara inayotolewa siku hizi katika masala ya tahrifi al-Qur'an, na hawa jamaa mara nyingi huwa hutuambia sisi hutukua kwenye zitabu zitoto kama ukudhubatu tahrifi al-Qur'an, lakini haya nitakao kuyanena si yao wamezoanza kuyanena pia. Hizi ni zitabu pia zimetungwa na watu kama kina Ihsan Ilahi Dhahir na kina Al-Khatib na wengineo. Hawa wanazuoni nilowataja nyuma mimi kuhusu kwamba wakanusha na waeleza itikadi yao hakuna tahrif, baadhi ya maina niloyataja utasikia kukitaywa watu wanenao kuna tahrif na wao hurudi wakataywa. Sasa pengine msikilizaji ukiwa wasikiza kwa makini utakuwa na suala, tushike lipi? Mathalan
Alfaidhul Kashani, katika wanenao hakuna tahrif, nyinyi hutuambia ni yeye. Tukenda kwa watukanao mashia hutuambia Alfaidhul Kashani hunena iko tahrif. Alfadlu ibn Shadhan hali ni hiyo hiyo. Al-Allamatul Majlisi hali ni hiyo hiyo. Wengine wamenena mpaka At-Tabrasi, ingawa katika kulitumia neno la Tabrasi kuna ujanja, kwa sababu hili neno la Tabrasi liko kwa zaidi ya wanazuoni 10 wa Kishia, na mmoja ambaye ni maarufu kwa ina la Tabrasi ni mwenye Majma'ul Bayan, na mimi nimewaelezea mwenye Majma'ul Bayan amekanusha kwamba mashia wadai tahrif. Kwa hivyo Tabrasi, ikiwa wamkusudia ni ule mwenye Faslul Khitabi, yani An-Nuri, Sheikh Nuri pia amkuliwa Tabrasi, mazungumzo yake yatakuya mbele. Ikiwa ni Tabrasi mwenye Majma'ul Bayan, hunu ni udangamanifu wa kutumia maina. Kuhusu Faidhul Kashani, Islam ilahi dhahir wa man laffa laffahu, na wale wamezofuata nyayo zake katika ukhaini wake mkubwa, ana tabia ya kuikata ibara ya mwanachuoni, akaitoa kati, akaitukua na nyingine, akaiunganisha, akaipandamanisha, kisha akanena mwanachuoni amenena maneno haya. Kwa sababu ukirudi katika tafsiru safi, Alfaidhul Kashani ilikuwa uko kwenye kutupa rai za wanenao tahrif, uko kwenye kutupa dalili za wanenao tahrif, kisha azijibu. Huyu bwana aziokota dalili na zile rai za wanenao tahrif, anaozinakili Faidhul Kashani, akazikata jawabu ya kuzijibu zile ishkalati asizitukue, kisha akanena haya ni maneno ya Alfaidhul Kashani. Na mimi nimewasomea maneno yake ya Alfaidhul Kashani katika huo mukadima wa 6 ambao wao huutumia, na yarudia tena. Anena fama dalla ala ukui tahrif, hii ndio rai yake ya mwisho baada ya kutaya ishkalat na kuzijibu na riwayat na kuzijibu. Maneno yake ya mwisho anena fama dalla ala ukui tahrif, zile riwaya au hadithi zilodulisha kwamba kumepatikana tahrif, hizo mukhalifun likitabillah, zimekhalifiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa mukadhibun lahu, na za kukanushana, fayajibu radduhu. Hii ndio rai ya Alfaidhul Kashani, ni wajibu tuzirudishe, wal hukmu bifasadihi, na tuhukumu kwamba hizi ni fasid, au ta'wiluhu, au tuziawil, tuzitafsirie tafsiri nyingine. Kwa hivyo hukatwa maneno ya Alfaidhul Kashani, akatiwa kwenye grupu la wenye kunena kwamba Qur'ani imekosolewa. Hivyo hivyo Al-Fadlu ibn Shadhan, Al-Fadlu ibn Shadhan, ukirudi kwenye mazungumzo yake Al-Fadlu ibn Shadhan utampata alikuwa uko kwenye kuwatuhumu mukhalifin, na tukinena mukhalifin kwa kusudia wasokuwa mashia. Ilikuwa anena mukhalifin wanena kuna tahrif, na yeye awajibu. Mukhalifini watoa dalili hini, na yeye awajibu. Lakini Al-Fadlu ibn Shadhan maneno yake yeye mwenyewe hakubali tahrif, bali anavyotumia lugha ya kuwashambulia wanaonena tahrif, yaonesha wazi kwamba yeye hakubaliani na tahrif. Al-Allamatul Majlisi tuambiwa pia kwenye Biharul Anwar, yeye amenena. Hapa kuna udangamanifu mmoja pia. Ikiwa Al-Allamatul Majlisi amepokea hadithi kwenye Biharul Anwar, au ameweka mlango haswa akauankuwa ni mlango wa hadithi za tahrifi al-Qur'an, haimaanishi kwamba Al-Allamatul Majlisi anena kwamba kuna tahrifi al-Qur'an, bali yeye katika Biharul Anwar Al-Allamatul Majlisi amesarih wazi kukataa masala ya tahrif. Na mimi nitakuwa na nyinyi katika masala, sio ukipokea hadithi ya maanisha waiamini hadithi. Haya ni masala yatakuwa. Kwa hivyo na mfano wa hawa wanaotaywa kwenye maina mara nyingi kuambiwa kwamba wao ni katika wanenao tahrif, na mimi nimewataya yao kwamba wao ni katika watu wakanushao tahrif, kuna udangamanifu wa kunukuu maneno au wa kutofafanua baina ya mawazo ya mtu na kupokea hadithi kwenye kitabu chake, kama wale wanenao Kulaini, na hii Kulaini pia hunena tahrifi,
Sheikh Tusi hunena tahrifi, ukiwauliza amenena wapi atakwambia kuna hadithi kwenye kafi. Kuwepo kwenye hadithi kwenye kafi haimaanishi kwamba Kulaini anena tahrifi, kwa sababu si lazima kuwa Kulaini akubali kila lilioko kwenye kafi. Pili, kitu ambacho kwamba chataka kieleweke ndugu zangu, Mashia si kipote kitoto ulimwenguni, ni mamilioni. Mashia si kundi la batinia la yale makundi ya mezoisita ambayo husita zitu zao, zitabu zao, hawajulikani chao. Na dalili, lau ilikuwa Shia ni watu wa kuisita, hizi zitabu wanaoikuwa nazo wapinzani hawangelizipata. Zitabu zikaweza kusikilia mpaka Amu na mpaka hawa wayuziwa pia wakaweza kuzisoma. Hii ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba zitabu za Kishia ziko open na Mashia wako open, hawana itikadi wanazozisita. Kwa hivyo Mashia ni watu waishi na watu, majumba yao, misikiti yao, nazungumza kwa mustawa wa ulimwengu, zuo zao za dini, kila kitu chao. Mbona huo msahafu mpya hauonekani? Mbona hono msahafu usokuwa hunu hauonekani? Bali misahafu ni hii tunayoiona kwenye misikiti kutoka Irani mpaka Iraki mpaka huku kwetu. Hata hawa Mashia wamezokuya Amu, wakati tulipokuwa hatuyateta nao, wakati tulipokuwa tukiwatia ndani ya majumba yetu, tuliwaagizia pia misahafu wakaieta na juzu wakazieta, na tukarudi tukaziawanya kwenye misikiti. Hawakutuetea misahafu ya Kishia, hiyo idai wao, waliieta hiyo misahafu na tukaipokea. Kisha yeo Mashia wana zitabu za tafsiri kwa mamia ya zitabu za tafsiri, na nyinyi udai munazo. Leo Mashia wana mamia ya zitabu za fiqhi. Hala mtu arudi kwenye tafsiri yoyote ya Kishia, aziangalie sura zifasiri wao ni sura gani, aziangalie zile aya zinazofasiriwa ni aya gani. Umewahi kuona tafsiri ya Kishia kumetiwa sura isiyokuwemo kwenye msahafu? Je, umewahi kwenye tafsiri za Kishia kuona aya imetiwa fasiriwa isiyokuwemo kwenye msahafu? Je, umeona fiqhi ya Kishia ilojengwa yula istati kutoka kwenye Qur'ani, kuna fatwa imezotoka kwenye aya isiyokuwa msahafu? Kuna fatwa imetoka kwenye sura isiyokuwa kwa msahafu kama hunu? Hizi ni zitu ziko kwa mato kwa kila mtu. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni maneno ya wanazuoni wa Kishia. Hizi ni zitabu zilotungwa na wanazuoni wa Kishia, zote zathibitisha masala ya kwamba hakuna itikadi ya kupotolewa Qur'an. Bata nende kwa Masuni, baadhi ya wale wenye insaf katika wanazuoni wa Kisuni pia wamewatetea Mashia, na nitaanda na Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ni maarufu, ndio kitwa cha Ashaira. Huyu katika kitabu chake Maqalatul Islamiyin amewagawanya Mashia mapote mawili, yeye awaita Rawafidh. Asema Rawafidh wako mapote mawili. Kuna lile pote la kushikamana na hadithi, halitaki kutumia akili, hawa ndio wanenao tahrifi. Kuna na pote la ahlul usul, watu wa usulul fiqhi, hawa wadai kwamba Qur'ani lam yughayyar wa lam yubaddal. Watani yasome maneno yake, anena arrawafidhu ala fariqain. Rawafidhu wako mapote mawili, ahlu dhawahiri minhum yaquluna bitahrif, watu wa dhawahir, yani inenavo hadithi ndivyo, hawataki mjadala, hawa hukubali tahrif. Wa ahlul usul, kuna na watu wanaokwenda na akili na wanaotegemea usulul fiqhi, yazamuna annahu lam yughayyar wa lam yubaddal. Kwa hivyo Sheikhul Ashaira hakubali kwamba Mashia wote wanena tahriful Qur'an, bali anena ni wale wanaoitwa ikhbariyun, na nitakuya mbele kuwaeleza ikhbariyun. Na kisa cha ikhbariyun kwa Mashia si kisa, si bid'a,
ni kiswa kama cha ahlul hadithi kwa masunni. Pia masunni wako mapote mawili, wako wale washikamanao na hadithi wakanena Mungu una mkono, una guu, una chanda, una uso, wanena isipokuwa tupu tu na ndevu ndo situulize, lakini zilobaki zote tuulizeni. Wako hawa pia katika masunni, lakini huwezi kuwaambia masunni hunena rai hizi. Haya ni maneno ya Abul Hasan al-Ash'ari. Tukenda kwa mwanachuoni wa kisunni mwingine ambao pengine huyu kwaweza kuwa kuna mjadala ni msuni au si msuni, lakini wanazuoni wa kishia kama Muhammad Hadi Maarifa, kama al-Allama as-Sayyid Jaafar Murtadha al-Amili wamenasi kwamba huyu ni msuni, na maneno yake anavyoyazungumza yaonesha kwamba yeye si mshia, kwa sababu awazungumza mashia kama kwamba yeye hamo. Rahmatullahi al-Hunudi au al-Hindi, huyu katika kitabu chake Idharul Haq anena Al-Qur'anul Majid, Qur'ani tukufu, inda jamhuri ulamai Shia al-Imamiyya, kwa wingi wa wanazuoni wa kishia Imamiyya al-Ithnai Ashariya, mashia Ithna Ashariya, mahfudhun, imehifadhiwa ani at-taghyiri wat-tabdil, haina mabadiliko, minhum bi'uqul nuqsan. Na yule atakayekunena katika pia kwamba kumepatikana fihi katika ani faqawlu mardudun, yake yarudishwa, maqbulin indahum, haikubaliwi kwa mashi. Haya ni maneno ayazungumza Rahmatullahi al-Hunudi katika Idharul Haq. Kwa Dr. Muhammad Allah Darraz, huyu ana kitabu cha Madkhal Anil Karim, ukurasa 139, anena qala wa mahma kun min amr, namna itakuwa فهذا المصحف hakika msahafu hunu huwa al-wahid, ndio msahafu pekee almutadawalu fil alami alislami, nao patikana ulioko katika mikono ya watu katika ulimwengu wa Kiislamu, bima fi firaq Shia, hata kwa mashia msahafu ni hunu. Kwa hivyo Dr. Darraz asema hakuna msahafu wa pili kwa Waislamu, msahafu ni hunu tu, hata kwa zipote za mashia. Kisha baada ya kunena maneno haya yake akarudi akayatilia mkazo, akanukuu maneno ya Sheikh Saduq katika kitabu al-I'tiqadat, akithibitisha kwamba mashia waamini Qur'ani ni hili. Kisha akaendelea kunena baada ya kunukuu maneno ya Sheikh Saduq, anena falam yujad, haikupatikana illa Qur'anun wahid, isipokuwa ni Qur'ani moja, li jami'il firaqil islamiyya almutanazi'a, kwa zipote zote za Kiislamu zinazoteta. Mwingine ni al-Ustadh Muhammad al-Madani, huyo alikuwa ni amidu kulliyati sharia. Taha Hussein tuliambiwa ni mtu wa mashairi, huyu ni amidu kulliyati sharia fil Azhar. Huyu katika jarida la Risalatul Islam linaotoka kwenye Daru Taqrib Qahira, jarida la mwaka wa 11, idadi ya 44, ukurasa 282 mpaka 285, anena wa amma anna al-imamiyya ya'taqiduna naqsa al-Qur'an, ama kwamba mashia yani imamia waitakidi kupungua kwa Qur'ani, fa ma'adha Allah, yani na a'udhu billah, hawezi kunena neno hilo. Wa inna ma hiya riwayatun, bali ni hadithi, ruwiyat fi kutubihim, zimepokewa katika zitabu zao, kama ruwiya mithluha fi kutubina, kama zilivyopokewa mfano wa hadithi hizo katika zitabu zetu. Abdullah Muhammad al-Madani anena maneno haya. Wa ahlu at-tahqiq min al-fariqain, na wale wanazuoni wa kuhakikisha katika mapote mawili, yani mashia na masunni, kad zayafuha, wamezionesha udangamanifu wake hizo hadithi, wabayanu butlanaha, na wamebaini ubatili wake. Walaysa fi shia, si mimi anainena, ni Muhammadul Madani, hakuna katika shia al-imamia, wawe ni imamia au zaidia au mashia zaidia, man ya'taqidu dhalika, anayeamini hivyo kwamba Qur'ani imepunguzwa, kama annahu laysa fi sunna, vile vile hakuna katika masunni man ya'taqiduhu, anaoamini hilo. Wayastati'u man shaa, aendelea mazungumzo yake, anena aweza atakao an yarji'a ila kitabi Suyuti al-Itqan,
yeye atoa nasaha kwamba atakao kuhakikisha maneno haya arudi kwenye kitabu cha al-Imam Suyuti al-Itqan liyara fihi, ende akaangalie amthala hadhi riwayat, mfano wa hizi riwaya zinenao kwamba Qur'ani imepotolewa, allati nadhribuha anha safhan, ambazo sisi huzipiga mkono hatuzitii akilini. Maneno haya ameyazungumza kwenye jarida nililoeleza linaoitwa Risalatul Islam, linaotoka Misri. Mwingine ni ad-Daktur Ali Abdul Wahid Wafi. Huyo azungumza katika kitabu kinachoitwa Baina Shia wa Ahli Sunna, ukurasa 30 mpaka 31. Anena alitoa riwaya kutoka kwenye Kafi inaudulisha tahrif. Baada ya kutoa riwaya akanena maneno haya: waladaina nahnu ma'ashira ahli sunna au ma'ashara ahli sunna, na sisi ahli sunna tunao fi baadhi kutubina, katika baadhi ya zitabu zetu, allati na'tazzu biha, ambazo twaifakharisha nazo, araun min hadha alqabil, rai mfano wa hizi, yani mfano zilioko kwenye Kafi. Akaendelea kunena fakama la yasihu an yuhasibana ahadun ala mithli hadhihi alaqwal, kama ambavyo kwamba haisihi yoyote atushambulie sisi, atuhisabu sisi kwa kuweko riwaya hizi ambao anahkumu bibutlaniha, tunaohukumu kwamba ni batil, la yasihu an nuhasiba al-Ja'fariyya ala ma dhakarahu al-Kulaini, vile vile sisi haisihi tuwahisabu mashia kwa mambo yalozungumzwa na Kulaini katika kitabu chake cha Al-Kafi. Hizi kwa ufupi ni rai nimependa kutilia nguvu kwa wale munsifini katika wanazuoni wa Kisunni ambao kwamba walokuya kuwaeleza mashia kiinsaf na imani yao kuhusu tahriful Qur'ani al-Karim. Sasa baada ya kumaliza, tumewasikiza mashia wanazuoni wazungumzaie zitabu walizozitunga kukanusha jambo hili na baadhi ya maneno ya wanazuoni wa Kisunni. Sasa tuna masuala. Naweza kuambia bwana, msitutezeni shere kama namna ya neno hao. Huku hunena hakuna tahrifi al-Qur'ani, huku hadithi tele kwenye zitabu zenu kwa mamia, kwa maelfu. Huku nyinyi hunena hakuna tahrifi al-Qur'ani, huku amesimama mwanachuoni wenu mkubwa kama Ni'matullah al-Jazairi, kama mwenye kitabu cha Faslul Khitab al-Muhaddith an-Nuri at-Tabrasi, wanena kwa tahrifi iko na wametunga zitabu kuthibitisha hilo. Sasa mbona mwatutumilia ujanja? Maana sisi tumeambia hatutaki ujanja wa sungura. Mbona mwatutumilia ujanja? Sasa ndio nataka kwenda kuzifuata nukta kama hizi, tuwaeleze riwaya na hadithi za mashia kuhusu masala ya tahrif. Nukta tutakayo kuanda nayo ni ashia wa riwayatu tahrif. Kitu cha kwanza ambacho tunataka kukieleza ni kwamba hakuna shaka kwamba katika zitabu za Kishia kuna hadithi nyingi kuhusu tahrifu al-Qur'an, bali baadhi ya wanazuoni wamedai kwamba hizi hadithi ni mutawatira, na haya ni madai ambayo kwamba hatuyakubali na tutakuja kuyaeleza. Vipi hadithi kama hizi? Nafikiri wakati haunitoshi nizisome hizi hadithi, lakini kwa kuwa mara nyingi huwa mkisomewa misikitini mkithibitishiwa kwamba ziko, nafikiri mimi sitoingia kwenye kuzisoma. Nitazijibu hadithi kama hizi kwa nukta zitakazokufuatia. Nukta ya kwanza, twanena kwamba upokeaji wa hadithi katika kitabu haimaanishi kuamini madhumuni ya ile hadithi.
licha kwa ule mchungaji, hata kwa wafuasi na wanazuoni wa kikundi. Na nafikiri hili ni jambo liko wazi, isipokuwa kwa mtu anayetaka kuweta ushindani. Kwa sababu sasa yao tukienda kwenye zitabu za kisuni za hadithi, hawezi kunambia kwamba Bukhari aamini yote yaliyoko kwenye kitabu chake, wa ila itambidi aamini zitu zinazotanguana, mutanaqidat. Kwa sababu pale pale katika Sahih al-Bukhari kuna hadithi za kifikihi tu zinaogongana, na ndio wanazuoni wakaweka mlango katika usuli al-fiqh wa wao qaidatu at-ta'arud. Kwa hivyo kitu muhimu kifahamike ni kwamba kupokea hadithi, mwanachuoni anayekusanya hadithi huwa ana uaminifu wa hadithi anayoipata na sanadi yake aitie kwenye kitabu. Masala ayamini hayamini, na masala kwamba mujarrad wa kwa hadithi katika zitabu za madhahabi ndio imani yao, haya ndio masala wanayoyatanganya mara nyingi hawa wapinzani. Itikadi za madhahabi hutukuliwa kwenye maneno ya maimamu wanaoyatoa kwenye hadithi wanazozikubali, hazitukuliwi kwenye hadithi zilizoko kwenye zitabu zao, hata kama wao hawazikubali. Pili, Mashia hawaamini kwamba kila kilichopokewa katika zitabu zao ni sahihi na ni lazima kikubaliwe. Na suala hili ni refu, na najua yatakuwa masikio yamesimama sasa yao yataka kujibiwa haya, lakini insha Allahu taala mbeni nitakuwa na bahthi makhsus ya kuthibitisha haya ninayoyanena. Hapa si mahala pake, kwa hivyo naomba kidogo masikio yarudishwe tini. Tatu, masala ya kudai kwamba hadithi hizi ni mutawatira kama wanenavo, haya ni masala hayasihi. Kwa sababu tawatur haimaanishi wingi, sio wingi peke yake. Hadithi naziwe hata 2000 kama wanavyonena, naziwe hata 3000, naziwe hata 5000, si mujarrad wa kuwa hadithi ni 5000 huambiwa ni mutawatir. Kuna sharti za tawatur katika usulul fiqh zimeelezwa. Miongoni muhimu masharuti za tawatur ni ujudul jami' baina riwayat, ni zile riwaya zote zazungumzia jambo moja, wa ila itakuwa kila hadithi mutawatir. Ule amekuwa kunena Zaid imekufa, ule amekuwa kunena nyumba imevundika, ule amekuwa kunena jahazi limezama, wametimia watu 1000, kila mmoja hueta habari yake. Tutanena hizi nyingi zimesikilia 1000 zimekuwa mutawatir? Hakuna tawatur hiyo. Kwa hivyo tawatur haiko kwenye wingi wa hadithi peke yake. Uwingi ni unsur asasi, ni kiungo muhimu cha kwanza, lakini ni lazima kuweko na ishtirak sawa sawa, ikiwa ni ishtirak lafdhan wa ma'nan kama wanavyoita ni at-tawatur al-lafdhi, au ni ishtirak fil ma'na faqat fil jami' kama wanavyoita ni at-tawatur al-ma'nawi. Kwa hivyo tukiziangalia hadithi za tahrifu al-Qur'an zilizopokewa katika zitabu za Kishia, japokuwa ni nyingi, lakini huwezi kuziambia ni mutawatir. Na Sayyidul Khui katika Tafsirul Bayan amebaini wazi masala kama haya aliponena kwamba madaliluha mukhtalifa, madhmuni ya hizi hadithi. Kuna hadithi zazungumzia masala ya qiraat kama tutakapokuja kueleza mbele. Kuna hadithi zazungumzia masala ya at-tafsiru damji au inawankuliwa at-tafsiru al-iqhami. Kuna hadithi zinazozungumzia masala ya naskhi, kuna na mambo mbalimbali. Kila hadithi iangalia upande wake kama tutakapokuzieleza mbele. Huwezi kuzinena hizi hadithi ni mutawatir. 4, baada ya kuwa hizi hadithi si mutawatir, nyingi ni dhaifu, bali kuna ambazo kwamba ni maudhua, ni za kuwekwa. Kwa sababu kama tutakapokuja kueleza mbele, kuna hadithi ambazo kwamba zimepokewa kwa warongo, kuna hadithi ambazo kwamba zimepokewa kwa ghulat, kuna hadithi ambazo kwamba zimepokewa kwa watu ambao kwamba ni ghairu thiqa kama tutakapokueleza. 5, kuna hadithi zazungumzia masala ya qiraat katika hizi ziambiwao nyingi, ambao kwa ndugu zetu masuni ziko tele na kwao qiraa hufaa.
alaiham, alaihum, alaihim, waweza kunena sirata, sirata, zirata. Sasa ikiwa hadithi hizi zote tutazitia kwenye tahrif, kwa hivyo kuna maelfu pia hadithi kama hizi. Kuna hadithi zinazozungumzia tafsir mazji kama nilivyowaambia, au tafsir iqhami, nitawaeleza mbele. Kuna hadithi zinazozungumzia tahrif ma'nawi kama nilivyozungumza kwenye halaka ya kwanza kwamba tahrif iko sampuli mbili. Kuna tahrifun lafdhi, kuna na tahrifun ma'nawi. Kuna kupotolewa Qur'ani matamko yake ambao ndio hili twalikanusha sisi, kuna na kupotolewa Qur'ani maana yake ambao twalikubali sisi na Waislamu wote walikubali kwamba Qur'ani yatafsiriwa mara nyingine tafsiri sio inayotokana na Mwenyezi Mungu, na ndio yale maneno alionena al-Imam al-Baqir alayhi salam, wa kana min nabdhihim al-kitab an aqamu hurufahu wa harrafu hududahu. Kule kukipanyongo kwao kitabu, harufu zake walizihifadhi sawa sawa, lakini mipaka yake, yani tafsiri yafasiriwa makosa. Na hii kila Muislamu aionayo, kila akija ainukao yo huifasiria Qur'ani, kila madhahabi hufasiri. Je, tafsiri zote hizi ndio zatoka kwa Mungu au moja tu ndio inayotoka kwa Mungu na hizi nyingine zatoka kwa nani? Kwa hivyo kuna hadithi katika hizi ziambiwao mashia unena tahrifu al-Qur'an, haziko kwenye kuangalia tahrifun lafdhi, ziko kwenye kuangalia tahrifun ma'nawi. Kuna hadithi zilobaki ni ahad, zitakuwa kwenye ile kaida ma wafaka kitab Allah fakhudhuhu wa ma khalafa kitab Allah fatrukuhu. Bata niwaelezee kwa urefu kiasi fulani haya mazungumzo, tukianza na hadithi zilio dhaifu katika hizo ziambiwao nyingi zilioko kwa mashia. Sayyid al-Khoi anena katika tafsiru al-Bayan, inna kathiran min ar-riwayat, hakika nyingi katika zile riwaya zinaozungumzia masala ya tahrif, wa in kanat dha'ifat as-sanad fa inna jumlatan minha nuqilat min kitabi Ahmad ibn Muhammad as-Sayari. Asema nyingi katika hizo ingawa ni dhaifu kisanad, kwa sababu nyingi zimepokewa kutoka kwenye kitabu cha Ahmad ibn Muhammad as-Sayari. Na kitu cha kusikitisha, ukaenda ukisikia kwenye hizo kaseti katika wanazuoni waisabi wao wakishia manenao tahrif ni huyo Ahmad bin Muhammad as-Sayari alladhi, sikiza Sayyid al-Khoi anena huyo mwanachuoni watuambia wakishia, alladhi ittafaqa ulama'u ar-rijali ala fasadi madhhabihi, ambao wanazuoni wote wakishia manena madhhabi yake huyu ni fasid, alikuwa ana kauli bitanasukh, ana itikadi za kibodhi, si itikadi za Kiislamu. Huyu aisabiwa pia kukitajwa katika mashia wanenao tahrif. Wa min Ali ibn Ahmad al-Kufi al-Kadhab, huyu pia uisabiwa katika wanazuoni, na wanazuoni wenyewe wakishia humamkuwa ni mrongo huyu ndio alopokewa hadithi. Kwa hivyo Rasul Jaafariyan ameziekea hisabu, anena takriban riwaya ampokea Burujurdi, al-Allamatul Burujurdi, kwamba ameziona hadithi za tahrif karibu 188 zimepokewa kwa huyu as-Sayari, ambao wanazuoni wote wanena huyu ni mrongo, ni ghalin, ni fasidul madhhab. Lakini Rasul Jaafariyan asema si 188. Mimi nimerudi kuzifuatilia, nimezipata zinaopokewa kwa Sayari peke yake. Hizo hadithi ziambiwa mashia hunena ni tahrifi ni 300, akthar min 300, zaidi ya hadithi 300 zapokewa kwa Sayari, ambao yeye ni dhaifun fasidul madhhab ghalin munharif. Hivi ndivyo alivyosifiwa na ulama urijali wa kishia, ni dhaifu, ana ghuluwi, madhhabi yake yameharibika, amepotoka. Wengine hadithi za tahrif tumezipata zaidi ya 300 zatoka kwa nani? Kwa as-Sayari. Zingine zimepokewa kwa Yunus ibn Dhabian, huyu pia uhesabiwa katika wanazuoni wanenao Qur'ani imefanya tahrif. Nyingine zimepokewa kwa Minkhal ibn Jamil al-Kufi, nyingine zimepokewa kwa Muhammad ibn al-Hasan ibn Jamhur. Na hawa wote wanazuoni wamewashambulia wakishia baina ghalin wa kadhabin wa dhaifin wa fasidin fi riwaya. Kuna mwenye ghuluwi, kuna mrongo, kuna alomwambia ni dhaifu, kuna alowaambia ni fasidur riwaya. Hawa ndio watu ambao kwamba wanaoambiwa wamepokewa hadithi za tahrif.
ndio wale wanaoambiwa wamepokea hadithi za tahrif. Kwa hivyo kigawanyo kikubwa kiko kwenye warongo kwanza na wasotegemewa. Tukirudi kwa al-Imam al-Khumaini katika kitabu chake cha Usulul Fiqh Tahdhibul Usul, amenena maneno haya. Anena tukiziangalia hadithi za tahriful Qur'an twazipata zigawanyo hizi: imma dhaifun, kuna hadithi ni dhaif la yasluhu lilistidlal bihi, hazisilihi kutolewa dalili, au maj'ulun, au ni za kuwekwa, taluhu alayhi amaratul ja'al, zinaonesha wazi alama za urongo wa kuwekwa, au gharibun, au kuna hadithi ziko zastajabisha, yaqdi bil ajab. Haya ni maneno ya Imam Khumaini. Tukenda kwa Sayyid Jaafar Murtada al-Amili, anena inna ta'ifatan kabiratan minha, pote kubwa katika hizo hadithi za tahrifi zinaoambiwa ziko katika zitabu za Kishia, marwiyun anil ghulati wal kadhabin, zimepokewa kwa watu wenye ghulu na warongo. Pengine mimi nikizungumza maneno kama haya na namna ya mazungumzo siku hizi yanavopekwa, napenda kutanabahisha kitu kimoja. Maana kwa hizo kuinuka wenye kunena wakanena, basi zitabu zenu kuenezea warongo ndani wenye kupokea. Sasa hapa ndio nataka kutanabahisha kwamba si Mashia peke yao katika zitabu zao kuna watu madhaifu, kuna na watu warongo, au kuna hadithi za kuwekwa. Kuna hadithi, kuna warongo tele katika zitabu za Kisuni. Pengine mtu anaweza kutuambia, sasa ikiwa mmewayua warongo na hadithi za kuwekwa, kwa nini hamuzifuti kwenye zitabu? Na sisi tutawaambia uziona zenu mpaka yeo ziko, na mtanena hii hadithi ni ya urongo na imewekwa na haifutwi kwenye kitabu. Kwa hivyo kuweka wazi, mtu asitukue huja za kuokota au za mwenye kughariki akawa hushika kitu chochote anachokitaka. Na inshallah tutakuwa katika bahthi za hadithi tueleze hadithi za urongo nyingi ziko wapi, kwa sababu moja wanalotukaniwa Mashia ni kwamba ni warongo. Tutatoa kwa hisabu na tuziangalie zile nyingi ni zipi. Kwa hivyo grupu ya kwanza ni hadithi ambazo kwamba ni dhaifu. Grupu ya pili tumenena kuna hadithi zinaoeleza qiraat. Grupu ya tatu kuna hadithi zinaoeleza at-tafsirul mazji. Hii ndio nataka kusimama nayo pia. At-tafsirul mazji yamaanisha zamani, na si mimi naonena maneno haya, ni wanazuoni hata wa Kisuni kama nitakavyokuyanakili. Zamani wanazuoni au masahaba walikuwa wanatabia wakiandika Qur'ani, wakiandika na tafsiri, wakiitangamanisha bila ya kuonesha hii ni Qur'ani na hii ni tafsiri. Aya ikiandikwa ikisikiliwa kati yataka kufasiriwa, hufasiriwa kabisa ikaungamanishwa. Na ukirudi ukisoma miswahafu ya maswahaba utapata mingi sana. Mathalan mswahafu wa Ummul Mu'minin Aisha, katika ile aya ya kuhifadhi sala, hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa salati al-asr, ametia hii yaitwa tafsirun mazji. Kwa hivyo kuna riwaya nyingi ziko katika zitabu za ahli albayt, kama ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka fi ali, au wasayalamu alladhina zalamu ala Muhammad. Kwa hivyo hizi si Qur'ani, ni tafsirun mazji. Ziko kwa Mashia, ziko kwa Masuni, ziko kwa maswahaba. Wanazuoni wa Kisuni wameikubali na wamenena watu wa zamani walikuwa wanayo tabia kama hili. Mfano, tukenda kwa Ibnul Jazari, mwanachuoni wa Kisuni, kama alivyopokewa na kitabu cha An-Nashr na kitabu cha Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, anena rubbama yudkhiluna at-tafsira fi al-qira'a idahan, walikuwa wakitia tafsiri kwenye Qur'ani katika kuisoma kwa ajili ya kuweka wazi wa bayana na kubaini, liannahum muhaqqiquna lima talaqawhu ani nabi, kwa sababu wao walikuwa wana tahqiq yale waliopokea kwa mtumi kwamba ni Qur'ani, na wana imani kwamba hawatodangamanizwa kisha wasiyue hii ndio Qur'ani au sio Qur'ani. Kwa hivyo maneno ya Ibnul Jazari atuonesha kwamba waliopita walikuwa wana tabia ya kutangamanisha tafsiri na Qur'ani. Al-Qurtubi katika kitabu chake Al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an tafsiri, anena wama yu'tharu ani sahabati wattabi'ina, na zile zinaopokewa kutoka kwa masahaba na tabi'ina, annahum qara'u bikadha wa kadha,
kukanenwa wao walikuwa wakisoma qiraa hiki wakiongeza neno hili, au wakitia mathalan ila ajali musamma, au wa salatil asri, au kama wa sufufil ula, kama Ummul Mu'minin Aisha tutakuwa kuzieleza kwenye miswahafu wakati tukizungumza usuni na tahrifi alquran. Anena Qurtubi wakadha inma dhalika ala jihati albayani wa tafsiri. Hiyo ilikuwa si Qurani, wale walikuwa wakifasiri. Sasa ikiwa maswahaba wana haki ya kufasiri na kutia maneno yao ya tafsiri kwenye Qurani, ikiwa tabiina wana haki ya kufasiri na kutia maneno yao katika Qurani, ni lipi litawakosesha haki maimamu wa ahli albayt wasifasiri Qurani na maneno yao yasitiwe kwenye Qurani kwa uslubu wa tafsirun mazji, wa kufasiri kwa kutangamanishwa? Hii ndio matatizo ambayo kwamba yaliyoko. Kisha tukirudi katika baadhi ya riwaya wanazozitegemea, ni riwaya za Imam Mahdi kwamba atakapokudhihiri atadhihiri na Qur'ani nyingine. Na haya maneno ya Imam Mahdi na hadithi hizi nitakuwa kuzijibu wakati nikizungumza mswahafu wa al-Imam Ali na mswahafu wa Fatima alayha salam. Kwa hivyo ukizitoa hizi riwayati zinaodaiwa ni mutawatir au 1000 au 2000, ukatoa za urongo, ukatoa zinaozungumza masala ya qiraat na masuni hunena qiraati hufaa, ukatoa zinaozungumza tahrif ma'nawi, ukatoa zinaozungumza tafsir mazji, na ndio nyingi wazita yao hawa wakati wa tafsir mazji, utaziona riwaya zilokuwa kubaki ni riwaya ambazo kwamba si nyingi na ni ahad, na zikikubali kuawiliwa zitaawiliwa kama walivyonena wanazuoni, hazikukubali zitapigwa na ukuta, kwa sababu mwenye kafi Al-Kulaini ameweka mlango haswa kwamba hadithi yoyote itakao kupingana na Qur'ani ipigwe na ukuta. Na yeye mwenyewe mwenye kafi Kulaini katika utangulizi wake ametoa nasaha akitwambia mwenye kusoma, ziangalieni hadithi na Mungu awafikie, muzipime kwa Qur'ani, zikitokubaliana na Qur'ani tusizitukue, na zikikubaliana na Qur'ani tutazitukua. Nukta nyingine ndugu zangu ni masala ya ghulati. Bila shaka sisi twajua kwamba katika wanaoamkuliwa mashia kuna pote laitwa ghulati. Ghulati ni wale watu ambao kwamba wametoka kwenye ushia na itikadi za kimsingi na za i'tidal, wakenda wakadai maimamu ni Mungu, wakenda wakadai wakawapa maimamu sifa za Mungu. Hawa huitwa ghulati. Hawa wamelaaniwa na maimamu, hawa walaaniwa na wanazuoni wetu wote, na ukenda kwenye zitabu za fiqihi utakuta kwamba hawa huhukumiwa najisi na wanazuoni wa Kishia. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana mara nyingi kunapotukuliwa itikadi za ghulati, fikra za ghulati, maneno ya ghulati yakaambatishwa mashia Ithna Asharia Imamia. Na hii nukta kabla ya kuizungumza mimi, Dr. Hafni Daud, mmoja katika ulamai wa Misri, aliona na akaitanabahisha kuwatanabahisha masuni wendani wake wayue namna gani watakwenda na mashia, alipokuwa akimjibu Dr. Ahmad Amin mwenye Dhuhal Islam na Fajrul Islam. Alinena kwamba Dr. Ahmad Amin alipatikana na tatizo kubwa katika kuusoma ushia. Tatizo lipi? Lam yufarriq tafriqa al-ilmiya, hakuweza kupambanua upambanuzi wa kielimu baina al-imamia wal-mualliha, baina ya mashia imamia na mashia wanaowafanya maimamu ni Mungu. Bal akthar min dhalika, bali zaidi ya hapo, lam yumayyiz at-tamyiz ad-daqiq, hakuweza Ahmad Amin kupambanua upambanufu uliondani sana baina al-mu'tadilina, baina ya mashia wenye msimamo wakati, baina al-mutaassibina, na baina ya mashia wenye taassub. Kwa hivyo Dr. Hafni Daud anasihi na amjibu Ahmad Amin kwamba mkiwasoma mashia jueni namna ya kuwapambanua na muwayue ghulati wana fikra gani na imamia wana fikra gani. Az-Zurqani katika wanazuoni wa Kisunni anena yaz'amu ba'dhu ghulati shia, wadai baadhi ya wale maghulati wenye ghului wa Kishia, anna Uthmana, kwamba Uthman bin Affan wa min qablihi Abu Bakar,
na kabla yake Abu Bakar wa Umar aidan harafu alqur'ana, wameipotoa Qur'ani, wa asqatu kathiran min ayatihi wa suwarihi, na wakaangusha aya nyingi. Zurqani uko dakiki katika ibara yake, anena ghulatu shia, hakunena mashia. Ni wale wanaolaaniwa na maimamu, ni wale wanazuoni wetu wanaowafanya najisi wasowakubali itikadi zao. Waqala, Zurqani endelea kunena, inna ba'dha ulama shia, baadhi ya wanazuoni wa kishia, tabarra'u min hadha as-sakhaf, wameikataa uzushi hunu na upuzi hunu. Manahilul Irfan juzu ya kwanza peji 273 utayapata maneno ya Az-Zurqani, na maneno ya Dr. Hafni Daud utayapata kwenye kitabu kinachoitwa Ma'al Kutubil Khalida ukurasa 170. Kwa hivyo ndugu zangu, ni muhimu sana tuyue masala ya ghulati, kisha ni muhimu tuyue masala ya ikhbariyin. Na insha Allah tutakapokupambana tena katika bahthi ya al-kutubul arba au kutubul hadith, tutayazungumza kwa urefu ikhbariyin hapa wakati hautukusudi. Wanazuoni wa kishia wako na khati mbili. Kuna kundi laitwa ikhbariyun, kuna na kundi laitwa usuliyun. Ikhbariyun ni kundi lilipatikana na limefifia na hufa likiamka kwa uchache. Hili ni kundi lilikuwa likikataa masala ya kutumia akili, likikataa masala ya usulul fiqhi. Hili ni kundi ambalo kwamba twaweza kulifananisha na lile kundi lilokuweko kwa masuni linaoitwa ahlul hadith, likiongozwa na al-Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo, ambao Abul Hasan al-Ash'ari alipokuya akaona zituko walizonazo wale ahlul hadith, akasahihisha, akaongeza akili katiti, na yeye akaongeza falsafa kama tulivyoambiwa yuzika na hao wapinzani, akaongeza mantiki, ikawa zitakuwa haziyambo sasa itikadi. Lakini mwanzo alikuwa ni itikadi za Mungu mwenye mikono, za Mungu mwenye maguu, za Mungu anayeketi kwenye kiti, matako yamezidi futi 6 upande wa kuvuli na futi 6 upande wa kushoto. Maneno haya yameelezwa kwenye kitabu za Kisuni, si za Kishia, kwamba Mungu uketizie kwenye kiti arshi na namna amezoea matako futi 6 yamezidi upande huu, sio ni dhiraa 6 na dhiraa 6 upande huu, wal arshu ya innu anina, na kiti hupige zitunu kwa uzito. Hizi zilikuwa ni za hawa watu wa mkulu wa ahlul hadith. Hawa pia walikuweko katika ushia, na si wote walioeta masala ya tahrifi al-Qur'an, kwa sababu katika maina niliyoyasoma nyuma mingi yako watu wanaoitwa ni ikhbariyun. Baadhi yao walikuwa wakadai masala ya tahrifi al-Qur'an, akiwa mmoja ni Ni'matullah al-Jazairi na mmoja ni al-Muhaddith an-Nuri at-Tabrasi. Na hapa ndipo nataka kuanza na watu kama hawa wawili. Baada ya kusikia haya tulosikia, suala la kwanza limejibika kwamba hadithi zilizoko kwenye vitabu zenu mtazifanya iye, nimekuonesha tutazifanya iye. Kuna hadithi ni za qiraa, kuna hadithi ni za tafsiri, na zisokubali kuawilika kama alituambia al-Faidul Kashani, twazikataa kwa sababu sisi tuna hadithi ma wafaka kitab Allahi fakhudhuhu wa ma khalafa kitab Allahi fatrukuhu. Utaniuliza swala lingine, hadithi tumezikataa, na huyu Jazairi utamfanyaje? Na huyu al-Muhaddithu an-Nuri utamfanyaje? Nitakujibu kwa nukta zinazofuatia. Kwanza, rai ya mwanachuoni mmoja au wawili katika madhahabi ya kibinafsi haiwi ni rai ya madhahabi mazima. Huu ni msingi muhimu tunataka tuasisi. Yeo akiinuka mwanachuoni wa Kisuni mmoja akanena maneno kinyume na wanazuoni wa Kisuni vingi, hatuwezi kunena masuni hunena hivi. Pengine maneno yangu yaweza yasiwe mazito, nitakukumbusha maneno ya ule alokuwa amidu kulliyati sharia katika Azhar,
ilikuwa maneno yake yazungumza nukta hii, kwamba rai ya mtu mmoja au wawili haiwi ni rai ya madhhab. Huyu katika kueleza hadithi za kafi akatoa mfano kwamba na kwetu ziko. Sasa ikiwa nyima watukana mashia na sisi pia tutukanwe? Alipokuwa kwenye masala ya haya tuliyoko sisi, akanena maneno haya. Alinena katika lile gazeti jarida la Risalatul Islam, anena waqad alafa ahadul misriyin, msuni mwenyewe azungumza, anena mmoja katika wa Misri alitunga fi sanati 1948 miladi 1948, mwaka wa 1948, kitaban, alitunga kitabu ismuhu al-Furqan, akikiita Furqan. Kinani kitabu hiko? Anena hashahu, amekiaza, amekitotomeza kwa lugha ya kwetu, amekiaza bikathirin min amthali hadhihi riwayat, mfano mingi wa riwaya hizi as-saqima, riwaya ambazo hazifai, zenye maradhi. Afayuqalu, basi kunenwe inna ahla sunna yunkiruna qadasata al-Qur'an, kwamba masunni wakanusha utakatifu wa Qur'an, au yaatakiduna naqsa al-Qur'an, au masunni waitakidi kwamba Qur'ani imepungua, li riwayatin rawaha fulan, kwa ajili kuna riwaya imepokewa na fulani, au likitabin allafahu fulan, au kwa ajili ya kitabu kimetungwa na fulani, tuwatukane masunni wote? Akawa auliza suala kama hili. Kwa hivyo ikiwa mashia wana faslul khitab ambacho chazungumza tahrifu al-Qur'an, na masuni huku Misri walitunga, mmoja akatunga kitabu al-Furqan akithibitisha kwamba Qur'ani imekosolewa. Sasa Muhammad al-Madani auliza, na sisi sasa tuambiwe yale wanaoambiwa mashia? Huyu ayaeleza haya, ndo nina mimi kwamba rai ya mtu binafsi peke yake au wawili haiwi ni rai ya mamia na maelfu wa wanazuoni. Dr. Ali Abdul Wahid pia nimezungumza nyuma, namrudia tena, aliponena kwamba sisi masunni tuna katika zitabu zetu ambazo kwamba asmandi yake na'tazu biha, tunazoifakhirisha nazo, tuna rai za zituko. Mwenye anena, hata niasome kwa Kiarabu nisiambiwe humzulia, anena araun min hadha alqabil, ziko rai sampuli hii, tafsilu bi sahibiha, rai ambazo zaweza kusikilia kumsikilizisha ule mwenye rai hizo, kisha mwenye akatia jumla mu'taridha wal iyadhu billah, Mungu atulinde, ila shafa hufratin minan nar, rai ziko kwenye vitabu zetu za kututia kwenye mashimo ya moto, wa minal kufri, na za kutia kwenye ukafiri. Kama mfano wa rai gani? Anena watankupe rai, famin dhalika, mfano wa rai tulionazo sisi masuni kwenye vitabu zetu, anena huyo, za kuwatia watu motoni na kutia watu kwenye kufri, ma yadhkuruhu Suyuti fil Itqan, anayoyataya Imam Suyuti katika kitabu chake Itqan. Rai gani? Min qawlin, kwamba kuna wanaonena katika wanazuoni kisunni kwamba Qur'ani ni maani al-ayat, kwamba hii Qur'ani maana yake ndiyo Qur'ani, wa amma alfadhuha fa min ar-rasul, ama matamko yake haikuletwa na Mungu, yameletwa na mtumi. Hii ni rai ainakili kutoka kwenye Itqan, kwamba wako wanazuoni wa kisunni wanaodai kwamba Qur'ani maana yake tu ndio yatoka kwa Mungu, lakini yale matamko yake yametungwa na mtumi. Yani na hizi ni rai wal iyadhu billah, zaweza kututia kwenye mashimo ya moto na mashimo ya ukafiri. Kisha ndo akanena fakama la yasihu, kama ambavyo kwamba haisihi mtu atuhisabu sisi kwa rai hizi kwamba ziko kwenye vitabu zetu na zimenenwa na baadhi ya wanazuoni wetu, allati nahkumu bibutlani, ambao sisi hatuzikubali rai kama hizi, vile vile la yasihu an nuhasiba al-Ja'fariyya ala ma dhakarahu al-Kulaini, hatuwezi kuwatukuliza mzigo mashia wote kwa mambo aliyozungumza mwanachuoni wao mmoja ni Kulaini. Akaendelea kisha akanena wayuqasu ala dhalika, na kisia tena kwa hayo, jami'ul arai, rai zote, allati waradat fi muallafatihim, zilokuya katika zitabu zao, au an shuyukhihim, au kutoka kwa mashekhe wao, wayahkumuna biadami sihatiha, na wanazuoni wao wakazikataa. Kwa hivyo hizo hatufai kuwategemezea wao. Kwa hivyo nukta ya kwanza ya kuijibu kwa Jazairi na faslul khitab ni kwamba rai ya mwanachuoni mmoja au wawili au watatu ya kibinafsi
haiwezi kutegemezwa kwa mashia wote. Unaweza kunambia pengine mashia wamekubali wenyewe, uliuaie kitabu al-Furqani kimetungwa Misri kikapigiwa mayowe, Azhari kapiga mayowe, lakini kwa mashia kumenyama kinya, wasukutu alamatu ridha, na kunyamaa mara nyingine kuonesha kuridhika. Nakwambia la, mashia hawakukubali kitabu hiki, na hii ndio dalili ya kuonesha kwamba si imani ya kishia. Huyu mwanachuoni aliposimama akatunga kitabu, walisimama wanazuoni kutoka walokuwa wakiishi naye mpaka ila leo hujibiwa mtu huyu, na hatochoka kujibiwa. Kila ayao kutunga hujibu yeye. Mwanachuoni mmoja amkuliwa As-Sayyid Hibatuddin Ash-Shahrustani. Huyu anena kilipotoka kitabu cha Faslul Khitab cha Al-Muhaddith An-Nuri, yeye alikuwa ni barobaro uko Hauza asoma. Anena kulitokea fujo kama alipopokewa na kitabu Al-Burhan ukurasa 143. Alinena kulitokea fujo kubwa kuhusu kitabu, kwa kadiri kulikuwa hakuna majlisi yoyote iketiwao katika hauza za kishia asishambulire mtu huyo. Majlisi yoyote ya ulama akikiketi kuzungumzwa, anena nasma'u dhajja wal ajja dhidda alkitab. Tulikuwa tusikia mayowe ya wanazuoni na fujo kuhusu dhidi ya kitabu kama hiki, na dhidi ya mtungaji, na dhidi alokichapisha kitabu kama hiki bi alsinatin hidad, tena mwenye anena kwa ndimi kali, si ndimi za kupakana mafuta. Haya maneno tutayapata kwenye Burhan. Pia akasimama mwanachuoni maarufu al-faqih al-muhaqqiq al-Sheikh Mahmud al-Tahrani. Huyu wameishi pamoja na Nuri karni mwaka 1313, na yeye alikuwa kwa zama hizi. Huyu alitunga radi ya kwanza kumjibu huyu An-Nuri, tunga risala akiyamkuwa kashful irtiyab fi adami tahrif al-kitab. Ule alitunga faslul khitab fi tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Huyu akatunga kashful irtiyab fi adami tahrif al-kitab, ambao kilikuwa ni mashairi vanena ni karibu beiti 1400. Beiti 1400, kila shairi ni dalili ya amjibu. Mpaka mwanafundi wake Nuri Agha Buzruk At-Tahrani katika kitabu chake Adharia anena kwamba mwenye Faslul Khitabi alipopekewa hii radi ya kutoka kwa Tahrani inawamkuliwa Kashful Irtiyab, akaiangalia, alinena kwenye majlisi yake kwamba na nasihi yoyote atakaye kusoma kitabu changu astukue rai mpaka akisome na kitabu kama hiki cha majibu. Maneno haya apokewa mwenyewe mwenye Faslul Khitabi na At-Tahrani. Ni udhuru, utakubalika haukubaliki, siko kwenye kumtetea yeye. Mwanachuoni wa pili walioishi naye alotunga kumjibu ni Al-Allama As-Sayyid Muhammad Hussein Ash-Shahrustani, mwaka 1315, zama hizo. Huyu alitunga kitabu akikiamkuwa Hifdhul Kitabi Sharif min an shubhati alqawli bitahrif, ukihifadhi kitabu kitukufu na huu udangamanifu wa kuharifiwa. Vile vile wakaendelea watu kuandika. Akaja Al-Allama Al-Hujja Al-Balaghi akamjibu katika Alaur Rahman. Muhammad Hadi Maarifa amempa mlango mzima zaidi ya kurasa 100, amjibu dalili baada ya dalili. Kitabu chake Siyanatul Qur'ani min at-Tahrif, As-Sayyid Al-Khuyi amezijibu baadhi ya shubha zake. As-Sayyid Jaafar Al-Amili amemjibu kwenye kitabu chake Haqa'iq. Al-Sheikh Rasul Jaafariyani amemjibu. Mahmud Hamud Al-Amili amemjibu. Murtadha Al-Askari pia amemjibu. Kwa hivyo wanazuoni wa Kishia hawakukinyamalia kitabu kama hiki, bali walikitangilia na wakakijibu na wakakionyesha makosa yake na wakawatahadharisha watu wasikubali imani kama hii. Tatu,
Twende tumwangalie An-Nuri katika kitabu chake Faslul Khitab, ni dalili gani alizitegemea. Manake tukisikiza mihadhara hapa tuambiwa ametoa hadithi 2000, wengine tuambia, ambao baadhi ya ulama wetu wanena ni 1000 na kitu, si 2000. Sasa tutaka tuziangalie hizo hadithi 2000 alizitoa nzipi. Mwenye kitabu cha Faslul Khitab amekiweka kitabu chake kwenye mukaddimat 3, ana mukaddima 3, ana na fasli 12, sura 12, ana na khatima. Hizi fasli 12 ni dalili 12 amezodai kwamba zadulisha tahrifu. Sasa nataka kukwambia kwamba katika dalili hizi 12, ikiwa si 80%, ni 70% ni dalili za kutoka kwenye zitabu za Kisuni, si dalili za kutoka kwenye zitabu za Kishia. Amezozitegemea yeye wanaotuambia hizo 2000 au 10,000 au 5,000 nyingi, ima zatoka kwa Masuni au za shirikiana, ziko kwa Masuni, ziko kwa Mashia. Wata nikusomee faslu zake mbio mbio. Faslu ya kwanza, ambao ndio dalili ya kwanza, ametumia dalili ya hadithi zinaonena kwamba yaliyozuka kwa umma uliopita ndio yatakao kuzuka kwa umma hunu. Na hizi hadithi zimepokewa kwa Masuni na Mashia. Tumetuambia mtafuata nyayo za umma uliokuwa kabla yenu, nyayo kwa nyayo, hata wakiingia kwenye tundu ya mnyama mtangia nao. Hizi ndio hadithi amezozitumia kuthibitisha kwamba umma uliopita nao ulipotoa kitabu, na sisi ni lazima tutapotoa kitabu. Wanazuoni wamemjibu. Pili, ametegemea hadithi za kukusanywa Qur'ani, kwamba Qur'ani kikusanywa ikipigwa mbia, mara kia mtu mmoja hakuna wa pili, mara amekuwa mashahidi wawili, mara amekuwa shahidi mmoja, ambao hizo zote ni riwaya za Kisunni. Tatu, ametegemea hadithi za nafkhi tilawa, ni riwaya za Kisunni. 4, ametegemea hadithi zinaozungumza ikhtilafu ya misahafu ya maswahaba kuhusu mpangilio wa sura na aya, na hizi nyingi ziko kwa Masuni, chache ziko kwa Mashia. Tena ametegemea ikhtilafu ya misahafu ya maswahaba katika kuongezwa zilma, hizi ziko kwa Mashia, ziko kwa Masuni. Kisha ametegemea katika dalili yake nyingine zile sura 2 zitakazokuja ziankuliwa suratul Khala' wal Hafdi, zilioko kwenye mswahafu wa Ka'b, Ubay bin Ka'b. Hizi ni dalili za Kisuni, si dalili za Kishia. Ametegemea riwaya za Uthmani kuchoma miswahafu. Anena ile miswahafu kwa nini ichomwe? Ikiwa ilikuwa sawa na ule uliobaki, kwa nini ichomwe? Na ikiwa kuwa ni tofauti, ni maana Qur'ani imeondoshwa. Hizi ni dalili za Kisuni. Ametegemea hadithi zinenao kwamba Qur'ani nyingi imepotea. Hizi ni dalili za Kisuni, tutazieleza. Ibn Umar anavonena laqad dhahaba Qur'anun kathir, Qur'ani nyingi imepotea. Ametegemea hadithi za kuondoshwa maina ya maimamu. Hizi ni hadithi za Kishia. Ametegemea hadithi za qiraat, ziko kwa Mashia, ziko kwa Masunni. Ametegemea hadithi zinaonena tahrif, neno la tahrif limetuka, hizi ziko kwa Mashia. Ametegemea hadithi zingine kama aimma kuntum khaira ummatin kana khaira aimma, na hizi ni hadithi ziko kwa Mashia, na mfano wake twaweza kuzipata kwa Masunni. Kwa hivyo wale wanaokipigia mayowe kitabu hiki, ikiwa hawayakipata husoma kitabu cha Islamu Ilahi Dhahir, au wamekipata hawayakisoma uzuri, wakisome wamwangalie Nuri, karibu dalili zake zote anaozitoa azitoa kwenye zitabu za Kisuni zaidi kuliko kutoa kwenye zitabu za Kishia. Hizo zitabu za Kishia ziambiwao ni hadithi 1000, kama anavonena Muhammad Hadi Maarifa ni 1112 hadithan, au wengine wanena 2600. Hadithi 600 ni hadithi za kariri, ni hiyo kwa hiyo. Aipokea hadithi hiyo hiyo, mara imepokewa kwa huyu, mara imepokewa kwa huyu. Ima kuna ikhtilafu ya wapokezi, yeye aiongeza namba, au hadithi hiyo hiyo kwa mpokezi huo huo imepokewa kwenye zitabu 3 4, yeye kila akitaya kitabu huiongeza namba. Kwa hivyo 600 wamezifanyia ihsaia wanazuoni wetu katika kumjibu, wamenena ni hadith mukarrara, zimekaririwa. 100
ni hadithi ambazo kwamba zazungumzia masala ya qiraa, hayana alaka na tahrif kama tutakavyokuja kueleza. Kisha amerudi An-Nuri, ametegemea zitabu za kishia ambao kwamba wanazuoni wa kishia wingi hawazikubali zitabu kama hizo. Yeye ndo amezifanya ni masdari yake. Mfano kitabu al-Qiraat li Ahmad as-Sayyari, na nafikiri nimezungumza Sayyari nyuma ni mtu gani, ni dhaifun ghalin kama qala ar-rijaliyun. Ulama ar-rijali wote wamenena huyu ni mtu dhaif, ni mtu alikuwa na ghuluu. Ametegemea tafsiru Abil Jarud, ni mtu ambaye kwamba ni ghali, una ghuluu. Ametegemea tafsiru al-Qummi ambayo yakujua mayoyo. Tafsiru al-Qummi alipoiandika al-Qummi haikutoka, walikuya watu baada yake wakaiandika na wakaiengeza ambayo kwamba hakuyaandika Qummi, kama wanavyonena ulamai wa rijali katika kuichambua tafsirul Qummi. Wanena tafsirul Qummi ni makhlutun baina tafsiril Qummi wa tafsiri Abil Jarud, imetangamanishwa baina ya tafsirul Qummi na tafsiri ya Abil Jarud, na bila ya kubainiwa ya Qummi ni yapi na ya Abil Jarudi ni wapi, jambo ambalo kwamba limewatia shaka wanazuoni katika kuitegemea at-tafsirul Qummi. Ametegemea kitabul Ihtijaj, ambao kitabul Ihtijaj tatizo kubwa kilichonacho hakijulikani mchanani, kwa sababu kimetiwa Tabrasi, na Tabrasi wako 6 wanaohtamiliwa ndio wamekitunga kitabu hiki, hayulikani ni upi. Kwa hivyo baadhi ya wanazuoni wanena kutoeleweka ni upi alokitunga kitabu kama hiki, kimekosa uzito. Pili ni kitabu ambacho kwamba hakina isnad, wanena ni marasil, riwaya zake zote ni mursala. Tatu ni kitabu ashbahu bi araihi min riwayatihi, ni kitabu kina rai zaidi za mtungaji asojulikana chini ya neno Tabrasi, ambao Tabrasi ni ina laweza kuingia kwa wanazuoni vingi wa kishia, hayulikani ni upi. Anayataka maneno kama haya arudi kwenye kitabu cha Muhammad Hadi Ma'rifa Siyanatul Qur'ani min at-Tahrif. Amerudi katika zitabu alizitegemea Nuri katika kutunga kitabu chake Faslul Khitab, ametegemea tafsir mansub ila al-Imam al-Askari alayhi salam, na mtungaji wa tafsiri hii ni Muhammad ibn al-Qasim, na Muhammad ibn al-Qasim ulama rijali wanena dhaifun kadhabun, ni mrongo na ni mtu dhaifu. Hizi ndiyo zitabu muhimu katika ushia alizitegemea, qima chake ni hiki ambacho kwamba tulionacho. Tumebakisha nukta ya mwisho kuhusu msahafu wa Imam Ali na msahafu wa Fatima, ambao hizi ndio zitu pia tunaoambiwa mashia tuna Qur'ani yetu. Tukianza na msahafu wa Imam Ali, kwanza nataka kuthibitisha kitu kimoja, kwamba mtu wa kwanza alikusanya Qur'ani ni Ali, si khalifa mwingine yoyote. Na maneno haya sineni mimi. Kwanza anena Ibn Abi al-Hadid katika Sharh an-Nahji, na mara tuweza kuambiwa ni Mu'tazili, lakini wakitaka mengine humtumia Ibn Abi al-Hadid wakatolea hoja. Huyo anena ittafaqa al-kullu, watu wote wameafikiana ala annahu, kwamba Ali kana yahfadhu al-Qur'ana ala ahdi Rasulillah wa lam yakun ghayruhu yahfadhuhu thumma huwa awwalu man jama'ahu, kwamba yeye ndio alikuwa akihifadhi wakati wa mtume na hakuna alohifadhi. Si mimi naonena, ni Ibn Abi al-Hadid, na yeye ndio mwanzo aloikusanya. Al-Kalabi wanachuoni Kisuni anena alipokufa mtume, Imam Ali aliketi nyumbani kwake akaikusanya Qur'ani pale pale alipokufa mtume. Utayapata katika at-Tashil, kitabu cha ulumul Qur'an. Pia katika ilmu al-Itqan ya Imam Suyuti anena wa kana jam'uhu, alikusanya vipi Qur'ani yake? Ala tartibi nuzul, kwa mpangilio wa vile ilivyoteremka Qur'ani, sivyo hivi ya Fatiha. Ni Imam Suyuti katika Itqan. Akarudi akanena mwenyewe Imam Ali, walaqad jituhum bilkitabi mushtamilan ala at-tanzili wat-ta'wil. Imam Ali anena nilikusanya Qur'ani na nikawapekea ikiwa imekusanya ndani yake wahi na tafsiri ameandika ndani yake, wakaikataa. Yako kwenye Ala ur-Rahman. Ibn Sayarin anena balaghani annahu katabahu ala tanzilihi, kwamba Imam Ali ameiandika
au ameuandika mswahafu wake kwa namna ilivyoteremka Qur'ani. Walau usiba dhalika alkitab la wujida fihi ilmun kathir, lao lipatikana mswahafu wa Imam Ali kungalipatikana elimu nyingi. Si mimi ninao maneno hayo, yako katika al-isti'ab fi tamyiz sahaba, iko katika hamish ya isaba fi tamyiz sahaba, yako katika as-sawa'iqul muhriqa, wanaoyamkua wapinzani makombora ya kuteketeza. Kwa hivyo Ibn Jazari katika kitabu Tashil anena lau wujida mishafuhu, lau ulipatikana mswahafu wa Imam Ali lakana fihi ilmun kathir, basi kungelikuwa na elimu nyingi ndani. Az-Zuhri wanachuoni wa Kisunni anena lau wujida, lau ulipatikana mswahafu wa al-Imam Ali lakana anfa wa akthara ilma, ungelikuwa ni wenye manufaa zaidi na elimu zaidi. Haya utayapata katika kitabu cha usulul fiqhi kinachoitwa Fawatihur Rahamuti, kilioko katika hamish ya mustasfa ya al-Imam al-Ghazali. Sasa hapa mimi nina suala moja kabla ya kuendelea. Hawa wote wanazuoni wa Kisunni hunena kwamba mswahafu wa Imam Ali lao ungelipatikana kungelipatikana elimu nyingi na faida nyingi. Sasa huu mswahafu ulioko hauna elimu hiyo nyingi? Huoni kwamba wanazuoni wa Kisuni pia hunena mswahafu wa Imam Ali umepotolewa? Maneno haya lau alisimama mwanachuoni wa Kishia akayazungumza ungalisimamishwa kiyama. Lakini hawakusudii tahrifi al-Qur'an. Sisi si tabia yetu kukosoa maneno na kumwangatisha mtu asokuwa nalo. Nitakuja kueleza kwa nini mswahafu wa Imam Ali uwe utakuwa na elimu nyingi ilikosekana. Ikrima kama ilivyoelezwa katika al-Itqan anena kwamba Imam Ali alipoulizwa kwamba maswahaba walitunga miswahafu yao kama namna Qur'ani ilivyoteremshwa, akajibu akanena law ijtama'atil jinnu wal insu ala an yuallifuhu hadha at-ta'lif mastata'u, lao watakusanyika majini na binadamu watake kuitunga Qur'ani namna ilivyoteremka hawawezi. Huku tuambia Imam Ali ndio pekee aloitunga Qur'ani namna ilivyoshuka, kama anavyonena al-Imam as-Suyuti katika al-Itqan anena faminhum man rattabaha ala an-nuzul, katika wao masahaba kuna aloipanga Qur'ani kwa namna iliyoteremka, wa huwa mishafu Ali, nao ni msahafu wa al-Imam Ali. Sasa hapa ndio nataka kueleza nini msahafu wa Imam Ali. Msahafu wa al-Imam Ali ni Qur'ani hini iliyoteremka, na ndio msahafu wa kwanza kuandikwa, ndio wa mwanzo walioikusanya Qur'ani katika kitabu baada ya kufa Mtume, kama nilivyowasomea. Kitabu cha al-Imam Ali, yani msahafu alioandika Imam Ali, hautafautiani na Qur'ani kwamba una Qur'ani nyingine, la. Watafautiana na Qur'ani kwanza, mpangilio wa msahafu wake ni tofauti na mpangilio hunu. Yeye ameanda na sura zilivyoteremka. Iqra ndio iliteremka mando, ndio ameianda mando. Suratul Mudaththir ya pili, suratu kadha. Kwa hivyo haiko kwenye kuanda na alhamdulillah ikamalizana na suratul Nas, kama alivyotuambia Imam Suyuti, ameipanga kwa namna ilivyoteremka Qur'an. Hili ndio tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili ya msahafu wa al-Imam Ali, ameandika tafsiri na ta'wili. Kama alivyonena yeye, alikuwa haiteremki aya isipokuwa Mtume alikinifundisha aina nazalat wa kaifa nazalat wa ala man nazalat wa allamani nasikhaha wa mansukhaha wa muhkamaha wa mutashabihaha. Alikinifundisha imeteremka wapi, namna gani imeteremka, kwa nani imeteremshwa, nasikh ni ipi, mansukh ni ipi, muhkam ni ipi, mutashabih ni ipi. Akinifundisha ta'wilaha na tanzilaha. Inna Allaha wahaba li qalban aqula, kama anavyo mwenyewe. Sasa huu msahafu wake alikuwa ameutia zile tafsiri
yale nilozungumza nyuma, at-tafsirul mazji, na si yeye peke yake aliyofanya mambo haya. Kina Ubay bin Ka'bi, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Ummul Mu'minin Aisha, wote walikuwa na miswahafu yao. Sijui kwa nini wapigiwa moyo mswahafu wa Imam Ali, wakati tukisikia mswahafu wa Imam Ali, kwa hivyo mashia wana mswahafu wao. Watu warudi waangalie, kuna mswahafu wa Ubay bin Ka'b, kuna mswahafu wa Ummul Mu'minin Aisha, kuna mswahafu Hafsa, kuna mswahafu Abdullah bin Mas'ud. Sasa ni maana masuni wana miswahafu 10 na kila Qur'ani iko sampuli nyingine? La, ni kila sahaba alikiandika Qur'ani na akijaribu kukusanya zile tafsiri. Na hapa ndio utayafahamu maneno ya al-Imam al-Baqir aliponena, la yad'i ahadun annahu jama'a al-Qur'ana kullahu kama unzil illa kadhab wama jama'ahu wa hafidhahu kama nuzila illa Ali. Hadai mtu yeye ameikusanya Qur'ani kama ilivyoteremshwa isipokuwa ni Ali. Sababu Qur'ani ilivyoteremshwa kwa mpangilio wake, ilivyoteremshwa kwa tafsiri iliyopokewa kwa mtumi, kwa ta'wili iliyopokewa kwa mtumi, al-Imam Ali alayhi salam aliitia kwenye mswahafu wake kama alivyopokewa maneno yake sampuli mbalimbali katika Tabaqatul Kubra na katika tafsiri ya Ibn Kathir, kueleza kwamba Imam Ali alikuwa ni muyuzi wa mambo kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, msahafu wa al-Imam Ali haimaanishi kuwa na Qur'ani nyingine mashia, yamaanisha ni kitabu ambacho kwamba imekusanya Qur'ani hini. Ikhtilafu ni ya mpangilio, na mpangilio hautoki mbinguni, huo ulipangwa. Huu mpangilio tulionao ni mpangilio wa maswahaba walivyopanga. Kwa hivyo na kila sahaba alipanga mpango wake, na kutofautisha mpangilio hakuna masala ya tahrif. Pili, ametia tafsiri, na huu ndio msahafu wa Imam Ali. Umepangwa tena aya ambazo kwamba ni mansukh amezitanguliza, aya ambazo kwamba ni nasikh amezichelewesha. Ndani ya msahafu wa Imam Ali kuna maina kama riwaya zinavyoeleza, la alfaitana musammain. Katika tatbiq, katika tafsiri ya ayat, Imam Ali alikimuuliza mtumi, nani anayekusudiwa hapa? Ni fulani, akiandika. Huu msahafu huu ndio pia utakuja kutusaidia sisi zile riwaya zinaopokewa kuambiwa sisi tuanena tahrifu kwamba Imam Mahdi atakapokuya atakuya na Qur'ani nyingine, si Qur'ani nyingine. Mkirudi kwenye halaka alula nimewasomea, na leo niwakumbushe. Sheikhul Mufidi katika kitabu chake Al-Irshad ampokea al-Imam al-Baqir alayhi salam. Imam Baqir anena, idha qama qa'imu ali Muhammad, atakapokusimama Imam Mahdi, dharaba fasatit. Niliwaambia kwamba kuna hadithi zajulikana kwa ahadithul fistat, ndio hizi. Dharaba fasatit, atapiga makhaima, liman yuallimu an-nasa al-Qur'ana ala ma anzala Allahu azza wa jalla, kwa wale watakao kufundisha watu Qur'ani kwa namna aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Fa as'abu ma yakunu ala man hafidhahu al-yawm, ugumu zaidi utakuwa ni kwa wale ambao yao wamehifadhi Qur'ani. Hao ndio watapata ugumu zaidi kuweza kuifahamu Qur'ani ya wakati hono. Kwa nini? Ni nyingine kutaitwa hono msahafu wa kishia? La. Imam Baqir anena, li'annahu yukhalifu fihi at-ta'lif, kwa sababu Qur'ani atakao kuidhihirisha Imam Mahdi atakuya na mtungo wa Qur'ani na msahafu wa Imam Ali namna ilivyoteremka. Ikiwa wewe umezoea suratul Fatiha ndio ya kwanza, itakuwa suratu Iqra ndio ya kwanza. Hii maneno ya qawazi ya al-Imam al-Baqir anena, li'annahu yukhalifu fihi at-ta'lif. Hakuna kuna aya nyingine wala kuna Qur'ani nyingine, kuna ta'lif tofauti. Kisha nisitoke kule nyuma katika kuendelea, nimepata riwaya nyingine na kituambiwa kwamba hamuna hadithi zinazonena kwamba tahrifa haikupatikana, natoka kwa al-Imam al-Hasan anena, thumma qalu, walikuwa washambulia wapinzani Imam Hasan, na hii yaonesha kwamba Bani Umayya ndio walioita fikra kama hii. Thumma qalu qad dha'a minhu Qur'anun kathir, wakawa wanena Qur'ani nyingi imepotea. Bal kadhabu wallahi, wamenena urongo na hapa kwa Mwenyezi Mungu. Bal huwa majmu'un inda ahlihi, Qur'ani haikupotea, imekusanywa kwa watu wake. Kwa hivyo ndugu zangu, msahafu wa al-Imam Ali ni Qur'ani hii tulonayo, na tofauti ni hizo nilizowaelezea.
Tumebakiwa na mswahafu wa Fatima, bao pia tusikia kuna mushafu Fatima, na jamaa wakitaiwa mushafu Fatima wakinena sasa mashia wana mswahafu wao, huu si utakuwa mangapi? Lakini kitu ambacho kwamba kwa ufupi sitaki kuendelea sana, nataka kufahamisha, na mara nyingi katika baadhi ya mihadhara nimefahamisha kwamba neno la mswahafu mishaf halimaanishi Qur'ani peke yake, ingawa sasa hiau la maanisha hivyo, lakini nyuma ilikuwa mishaf ni kitabu chochote, waraka zimezokusanywa baina ya majalada mawili za mkuli wa mushaf. Ila hakuna aya hata moja katika Qur'ani imezokuwa kutuambia Qur'ani katika maina yake ni mishaf. Ni masahaba waliamua kuwa mkuu wa mshaf. Kwa hivyo tukipata kitabu chaitwa mishaf haimaanishi moja kwa moja kwamba huo ni mswahafu kwa maana ya Qur'ani hii tunayoamini sisi. Mswahafu wa Fatima haukuwa mswahafu. Mswahafu wa Fatima ulikuwa wamaanisha ni kitabu ambacho kwamba ni mafundisho na nyasia ambazo kwamba alikuwa akifundishwa Fatima alayha salam na babake, na akiandikiwa na mumewe al-Imam Ali alayhi salam biimla'i Ali, kama katika hadithi zilizoko katika Kafi zinaeleza wazi kwamba haikuwa ni Qur'ani mswahafu. Juzu ya kwanza 186 ukurasa katika Kafi alinena haukuwa ni Qur'ani bali ni mafundisho ambayo kwamba alikuwa akifundishwa Fatima. Wengine waweza kukwambia tumepata hadithi kwenye Biharul Anwar inenayo kwamba ulikuwa ni wahi Mwenyezi Mungu amemteremshia Fatima, bila ya kuijadili hii hadithi ni sahihi au si sahihi. Ni wahi Mwenyezi Mungu amemteremshia Fatima. Kwani kila wahi ni Qur'ani? Au asokuwa mtumi hazungumzi na malaika? Si Qur'ani imetuthibitishia kwamba Mwenyezi Mungu alimpekea wahi ummi Musa, mamake Musa? Si wao masunni pia waamini kuna watu huitwa muhdath au muhaddath wanaozungumza na Mungu? Sasa kuna kosa gani ikiwa mafundisho anayefundishwa Fatima kutoka kwa mtumi ni mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu amemteremshia mtumi? Kwa sababu mtumi alinenalo ni wahi, liwe ni Qur'ani lisiwe ni Qur'ani. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo ikiwa mafundisho alokuwa Fatima akiyachukua kwa mtumi amepata wahi akimfundisha Fatima mafundisho kama yale, hayamaanishi kwamba ni Qur'an. Si kila wahi ni Qur'an. Hadithi za mtumi si Qur'an, hadithul qudsi si Qur'an, lakini ni wahi, ni mafundisho ambayo kwamba yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo masala ya mswahafu wa Fatima kwamba wamaanisha mashia wana Qur'ani nyingine, haya ni mambo ambayo kwamba si ya ukweli, sio imani ya kishia, sio namna ya hadithi zinavyobaini. Mpaka hapa kwa ufupi tumeweza, na kwa kutunga wakati na kwa kutochoka wasikilizaji, japokuwa kuna mingi ya bado tutataka kuyaeleza, lakini tutatoa kwa muda na kwa kadiri ya haja. Tumeweza tukikumbushana kupata nukta kama hizi. Tukiongezea kwenye halaka yetu ya kwanza, tumewasikia wanazuoni wa kishia wazungumza nini kuhusu tahrifu al-Qur'an. Tumesikia zitabu zilotungwa na wanazuoni wa kishia za kukanusha suala la kwamba Qur'ani imepotolewa. Tumesikia pia baadhi ya wanazuoni wa kisunni wenye insaf wanavyozungumza kuhusu Shia. Tumefahamu maghulati tofauti na mashia. Tumefahamu baadhi ya ikhbariyin walikuwa na rai hii na hawaakilishi ushia. Tumekuja tukajadili masala ya Ni'matullah al-Jazairi na faslul khitab, kilikuwa chataka kujadiliwa kwa urefu zaidi ya hapa, nimekipita mbio. Hizi ni rai za hawa watu wawili ambazo kwamba haziakilishi ushia. Haya ndugu zangu ndio imani ya kishia.
Sasa ikiwa mtu atanena pia ikiwa haya mtakia, ikiwa sisi kila tunene nalo ni urongo, kwa hivyo yatakuwa yote ni urongo, na zitabu zetu zote ni urongo, na hayo hata nyinyi muyatolea dalili ni urongo. Kwa hivyo la kufanya ni munyamae, mutungoje paka tunene ukweli ni upi. Maanake ikiwa dini yetu ni urongo kutoka mwanzo paka mwisho kama namna mtuambiao, na kila tunenalo hatuaminiwi, kwa hivyo ni nani mwenye kutunenea? Ni nyinyi. Nyinyi hamutunenei sisi. Nyinyi licha kuunenea ushia, nyinyi hamuwezi kuunenea usuni, kwa sababu hamueleweki. Leo mwaweza mkatufanya makafiri, kesho mkatufanya waislamu, kama mlipokuwa mwataka kupigania baraza la maimamu, kama mlipokuwa muna maslaha yetu mwenyewe mwayataka, mlituilia, mkatuilia paka majumbani na mkatuambia tofauti za madhahabi tuziwate. Mulikuya kwangu, mkaenda kwa Ustadh Athman Khatibu na yaweka wazi haya maneno, na mkanena tofauti za madhahabi tuziwate, sisi waislamu, kwa sababu pale kulikuwa kuna uvumi kuyao kufanya uchaguzi wa baraza la maimamu, na bwana alikuwa ataka uchamen na mambo haya miaka 2-3, na kafi alikuwa unayo nyumbani wakati ule, na istibsari alikuwa unayo nyumbani, lakini wakati ule ikawa si makafiri. Kwa hivyo nyinyi hamuuzungumzii hata usuni. Haya ndiyo maneno yetu. Baada ya haya, na kariri ndugu zangu, sisi hatuna imani wala hatuwasingizii masuni kwamba wao hunena Qur'ani imepotolewa. Lakini jumla ya yote hayo, kwa kuwa yametusonga koo, kama nilivyonena mwanzo, hizi ni bahthi ambazo kwamba zikitoka sampuli hii zikisikizwa na wapinzani wa Kiislamu makafiri, ni bahthi ambazo kwamba ni za hatari, lakini hazinyamaliki, ni lazima tuzibaini. Sasa tutakwenda kwenye halaka ya 3 insha Allah taala, kwenye darasa itakayokuja tuwaoneshe masuni nao ni vipi. Tuzitoe hadithi na si 2 wala si 10 wala si 100 wala si 500, ni maelfu zilioko. Pia tuitoe na miswahafu, na wao unena walikuwa hawawalazi, sisi ndio tuwalaza, lakini wao huambia kuna mushafu Ali na mishafu Fatima. Sasa waambieni kwamba kuna na mushafu Ubay bin Ka'bi, tutawaambia sisi kama wao hawaambii. Tutawaambia kuna mushafu wa Abdullah bin Mas'ud, tutawaambia katika masuni wanaoamini tahrifi al-Qur'an kutoka maswahaba mpaka wanazuoni, tutawataja kwa maina kama wanavyotutaja sisi. Kutoka maswahaba, wako maswahaba wengi walokiamini Qur'ani imepunguzwa, Qur'ani imepotolewa, na wanazuoni wa Kisuni wanaoamini Qur'ani imepotolewa, na kitabu kilichotungwa kuthibitisha Qur'ani imepotolewa. Haya ndiyo mambo ambayo kwamba tutayazungumza. Mtu ataka kutuambia nyinyi hamuyui, tuna tafsiri zetu sisi. Takwambia sasa, ikiwa nyinyi mna tafsiri zenu, mbona mtaki kutupana sisi nafasi tukatoa tafsiri zetu? Nyinyi vitabu zenu mtaka kuzifasiri nyinyi, na zetu mtaka kuzifasiri nyinyi. Nyinyi mmekuwa wanazuoni wa Kisuni, mmekuwa wanazuoni wa Kishia. Sasa ikiwa wewe mimi nikikutolea hadithi ziko katika vitabu zako, ukiniambia bwana usinene namna hiyo, sisi wanazuoni wetu wana tafsiri ya kuzifasiri hizo, na mimi nakwambia wanazuoni wetu pia wana tafsiri ya kuzifasiri. Na ikiwa huyazipata tafsiri zizengee, na ikiwa huzioni omba usaidie uoneshwe. Kwa hivyo masala, hakuna haki ya kujipa na kumnyima mwendani wako. Ikiwa kwenye kafi kuna hadithi, kwenye Bukhari kuna hadithi, ikiwa huku kuleni hunena Qur'ani imepunguzwa, Umar bin al-Khattab ni mmoja hunena Qur'ani imepunguzwa, na mpaka anena mwisho, lau siti watu, sitaki kuyatangulia maneno mimi, lau siti watu mkipata nafasi tairudisha aya iliondolewa. Kwa hivyo na mimi nakurudishia mpira. Ikiwa wamwambia kuleni ni kafiri, je, uko tayari kumwambia Umar bin al-Khattab ni kafiri? Je, uko tayari kumwambia Abdullah bin Mas'ud aliondosha kul a'udhu bi rabbin nas na kul a'udhu bi rabbil falaq, akanena si katika Qur'ani hizo, ziondolewe? Uko tayari kumwambia ni kafiri? Je, uko tayari kumwambia Ubay bin Ka'ab katika masahaba wakubwa alionena kwamba kuna sura 2 zimeondoshwa kwenye Qur'ani, suratul Khala' na nyingineyo tutakuza kuzielewa, wal Hafdi, uko tayari kumwambia yeye ni kafiri?
tutakuwa kukupa hisabu ya maswahaba wanenao Qur'ani imepunguzwa na wanazuoni wa Kisunni, na pengine mtastaajabu ukisikia unena kuna wanazuoni wa Kisunni pia wanenao Qur'ani imepunguzwa. Haya ni mambo ambayo kwamba insha Allah taala tutapambana katika halaka itakayokuja. Na kariri, si lengo letu kufufua chuki za Kishia na Kisunni, lakini ni wakereketo ndio wanaotufanya sisi tuyazungumze haya na tuwaoneshe kwamba mfano wao ni kama ule mfano aliongiwa na pande kwenye ito, kisha akawa mwendani wake ameingiwa na kidila, kumwambia toa hicho kidila kitakutia tongo, na lile pande alionalo yeye kwenye mato halioni. Na ni mfano ule nilowapa mara nyingi nikiwaambia, illi baiti min zujaj ma yarmi nasa bil hajar, mwenye nyumba ya zioo hapigi watu majiwe akavundiwa nyumba yake. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.